Karibu tena mtazamaji, asante sana kwa kuzidi kufuatilia kipindi hiki cha TV47 Matukio. Iwapo ndo mwanzo unaungana nasi mtazamaji, tayari tumeingia katika sehemu yetu ya pili ya kipindi hiki, ambapo kama kawaida kila siku ya Alhamisi tunajikita katika masuala ya elimu. Hii leo tukiangazia mpito wa gredi ya 10. Kumbuka ni wiki ya pili tangu wanafunzi waliofanya mtihani wa KJSEA walipoanza kujiunga na gredi ya 10 katika shule za sekondari ya ngazi ya juu, lakini hadi kufikia sasa serikali haijaweza kuwafikia lengo lake au azma yake ya kufanikisha mpito wa 100% kama ilivyotarajiwa. Na hapa studioni katika kunisaidia kuchanganua na kudadavua masuala mazima ni Paul Rangala ambaye ni mkuu wa CBE All Saints School Embu. Karibu sana Rangala studioni. Shukran sana. Katikati ameketi Gishuki Maina ambaye ni mwalimu mkuu ACK Thika Memorial Schools. Karibu sana Bwana Maina studioni. Asante sana. Na mwisho kabisa ameketi Wachira K Githae ambaye ni mtaalamu wa masuala ya elimu na vile anahusika hususan na watu wazima ambao tunasema ni adult education ukipenda ngumbaru. Karibu sana Bi Wachira studioni. Shukran sana. Naam. Na bila kupoteza muda mtazamaji, ni kukumbushe kwamba unaweza kuchangia kwenye kipindi kupitia mitandao yetu yote ya kijamii. Tuko live ni TV47 Kenya. Vile tutakuwa tunaweka laini zetu za simu wazi ambapo tutakuruhusu wewe kuchangia kwenye kipindi na hali kadhalika kuhusika pakubwa katika kutoa maoni yako na mchango wako kuhusiana na mada yetu hii leo ya mpito wa gredi ya 10. Lakini sasa nirejeshe hapa studioni, nitaanza nawe Bwana Maina. Tunapozungumzia mpito wa gredi ya 10, ni kundi la kwanza kabisa la wanafunzi ambao wanapita kutoka sekondari ya ngazi ya chini ambao tunaita au sekondari awali junior school hadi katika sekondari ya ngazi ya juu ambayo tunaita senior school. Ni kikundi cha kwanza kabisa, lakini tumeshuhudia changamoto chungu nzima. Kwa mtazamo wako, kwanza kabisa kama mkuu wa shule, najua umekuwa katika tasnia hii ya elimu kwa muda mrefu, unadhani kwamba maandalizi yaliyofanywa katika kuhakikisha mpito huu yalikuwa ni maandalizi ya kutosha? Asante sana. Pengine niseme kwanza, naitwa Peterson Gishuki Maina. Kama ulivyotangulia kusema, na mimi ni mwalimu mkuu wa ACK Thika Memorial Schools. Maanisha ni shule kadhaa ziko pamoja kule Thika, lakini Murang'a County. Na kulingana na swali ambalo umeuliza juu ya maandalizi, tuna uhakika ya kwamba wakati tulikuwa tunafanya maandalizi ya ile sekondari ya awali, kulikuwa na changamoto kadhaa ambazo ziliwafanya wanafunzi wengi sana wakose kuelewa mambo ambayo walitakiwa kuelewa wakati ule. Kulitokea changamoto za syllabus au mtaala kubadilishwa wakati tulianza na mtaala wa kwanza, awamu ya kwanza, tukaingia kwenye edition ya pili, tukakaa vitabu ndivyo hivyo, nao walimu ndio hao hawakuwa wanaelewa kuna nini. Kwa hivyo kukawa na changamoto sana ya kujaribu kufuatilia kulingana na matarajio ambayo yalikuweko. Na hayo yametuleta mpaka mahali tulipo sasa, kwamba katika ule mpito sasa ndio hiyo tunaingia, zile changamoto bado ziko na zinatusukuma na zinasukuma kila mtu, awe mzazi, mwalimu, serikali pia na mwanafunzi. Na ndio sasa unaona kuna hii tena changamoto ambayo pengine tutaiangalia baadaye tukiendelea. Asante sana. Nisikie kutoka kwako Rangala, mtazamo wako ni upi kuhusiana na maandalizi yaliyofanywa na serikali kuhakikisha na kufanikisha mpito wa gredi ya 10? Shukran sana, na pia shukran sana pia kwa kutuita hapa, kwa sababu hii ni njia moja wapo ya kuweza kuhamasisha jamii zote ili tuweze kujua mfumo huu mpya unafanya kazi kivipi. Na nashukuru kwamba kwa sasa niko katika shule ya All Saints Embu, na umaarufu wangu umetoka haswa pale tulipoanza mfumo huu wa CBC mwaka 2017 kule nyuma. Ulipoanza kulikuwa na wasiwasi mwingi sana kwa wazazi kwamba
ni mfumo ambao tunaanza tu alafu tutaachilia, ama ni kitu ambacho kitakuja kikiendelea. Na nadhani kwa sababu ya hiyo wazazi wamekuwa na ile hali ya twende tusiende, twende tusiende. Na kwa vile nimekuwa katika mfumo huo kufikia sasa, naweza sema kwamba matayarisho ya serikali japo ina changamoto, lakini pia tunaweza tukaona kwamba changamoto zile ndizo zinazotupatia ahadi ya kwamba kuna suluhisho ambazo tunaweza tukaziweka wapi katika mfumo huu mpya, kwa sababu jinsi tumehakikishiwa ni kwamba mfumo huu uko hapa kwa muda mrefu na haubadiliki hivi karibuni. Kwa hivyo iwapo haibadiliki, na kwa wakati wote ule unapoanza kitu kipya utapata kwamba changamoto zitakuwepo, na zile changamoto zinatufungua akili, na zinapotufungua akili utapata kwamba tutapata umaarufu zaidi wa kuweza kujua kwamba changamoto hii na hii na hii tutazifanya vipi ikifikia kesho. Ukiangalia darasa hili ambalo linapita kwenda senior school, grade ya 10, tunaita pioneer class. Na katika hali ya pioneering utapata kwamba kwa kimombo tunasema kwamba you are starting a path ambayo hakuna mtu ambaye ashafanya nini, ashaipitia. Na kwa vile sisi ndio tunatengeneza njia kwa cohort ya 2025 ambayo imeingia 2026 senior school, kuna changamoto nyingi watazipata, na sisi kama walimu na wenye shule tunapata ujuzi fulani ya kwamba hapa nyuma wale ambao tumewacha nyuma watakuja kufika vipi na kusonga mbele wakiwa address zile changamoto ambazo hawa wamepitia. Kwa hivyo kuna gaps nyingi sana, na ombi langu ni kwamba gaps zile tunaweza zifaulisha tu wakati ule ambapo tumeshikana mikono sisi sote. Serikali, wazazi, walimu na wanafunzi, alafu na jamii kwa jumla. Lakini changamoto ziko. Na bila shaka tutakuwa tunarejea kuangazia gaps, changamoto hizo ambazo unazungumzia, na vile vile kuangazia hizi pathways, na iwapo watoto hawa wanaotoka grade ya 9 kuelekea katika grade ya 10 wana uwezo wa kufanya maamuzi kama haya. Lakini kabla ya hapo nisikie kutoka kwako Wachera kuhusiana tu na mipangilio iliyokuwepo ya serikali, hali ilivyo kwa sasa, azma ya kuafikia mpito wa grade ya 10 kwa 100%, hiyo ambayo tunasema ni 100% transition. Kwa mtazamo wako hali imekuwa vipi? Asante sana kwa fursa hii. Lakini ningetaka kusema sisi katika adult education tuta benefit wakati hawa watoto watafall by the wayside. Kama hawataweza kushughulikia changamoto ambazo wasasi wanasipitia wakati huu, watoto wengi sana watakosa kufaidika, na wakikosa kunufaika, sasa hapo ndipo adult education ina fit in. Inachukua sasa wale watu, but that time unapata mtaalamu wote umekuwa umewekwa, the policies in place. Tayari kuna njia ambayo watu tutaifuatilia aje. But katika wakati huu tuko, adult education haijanufaika kabisa katika mtaala wa CBE. Yes. Lakini hadi kufikia sasa tulipo katika mtaala adult education tunatumia mfumo wa awali wa 844. Na bado hatujaingia CBC. Hatujaingia CBC bado. Kwa hivyo uwiano uko wapi kati ya mtaala wa sasa na mtaala wa awali kwa wanafunzi walio katika elimu ya ngumbaru? Sasa saa hii ile kitu tutafanya saa hii ni kumaanisha ni kugojea kwamba hii mtaala wa 844 uishe kwanza. Ukishaisha, njia itakuwa imepatikana ya vile transition itakuwa ikifanyika. Sasa ikishafanyika, wale watu watakuwa wameanguka by the wayside. Hawa ndio wanakuaga wanakuja wanahudhuria adult education. Bila shaka. Lakini Wachera, kwa mtazamo wako, ningetaka kusikia kwa vitu ambavyo tu tumeviona hata kwenye runinga, maandalizi yalikuwa vipi, hususan kutoka kwa serikali wakati ambapo tunazungumzia mpito kutoka grade ya 9 hadi grade ya 10. Tunaona sasa hivi bado serikali haijafikia mpito wa 100%. Hilo linazungumzia nini kuhusu mipango ya serikali? Tunaweza sema mipango haikuwa imeandalika vizuri. Na pia tuseme kumekuwa sana na gaps katika wasasi pia kuelewa vile wanahitajika kuhusika na washikadau wote kuhusishwa. Lakini najua baada ya muda hii mambo yote itaingia, but for now
kumekuwa na hiyo changamoto na ni mingi na ni kubwa, na bado hiyo gap itakuwa inalete inaacha nafasi kubwa sana katika masomo ambayo maybe kitu kisichofanyika wakati huu, hiyo gap sijui itaadresiwa aje, but I know kuna policy itawekwa ambayo itakuja isaidie hiyo transition. Lakini wasasi bado vile wanahitajika kufanya bado hawajajua. Wasasi na hata washikadau, hata walimu, kuna ile wanafanyiagwa retooling ili waweze kuhado hiyo curriculum. Naona kama hiyo bado haijafanyika vipasavyo. Na kwa hivyo maybe hizo changamoto siko na sitaendelea kwa muda. Naam. Nirejeshe kwako sasa Bwana Rangala, awali ulizungumzia kwamba kuna gaps, kuna mapengo ambayo yamedhihirika wazi hadi kufikia sasa. Labda tuangalie ni changamoto zipi kuu ambazo zinajitokeza tunapozungumzia walimu, miundombinu, hiyo retooling ambayo Bi Wachera pia anazungumzia, na ambazo sasa zimesababisha hali kuwepo au kuwa ilivyo sasa hivi katika kufanikisha mpito wa grade ya 10 kwa 100%. Shukran sana Andrin, na ni vyema kabisa kama jamii na washikadau kwa jumla tukifahamu kwamba ili jambo fulani lifaulu, lazima kuna maswala mengi ambayo yatakuwa yanajitokeza katika ile safari ya kufaulisha ile jambo. Na changamoto hizi ni kwa wingi, kwa sababu vile nilivyosema pale awali ni kwamba huu mfumo ni mpya, hapa mbele hakuna mtu. Na nashukuru sana mwenzangu pale aliposema kwamba adult education kuna vile pia wanangojea kuona je, adult education itakuwepo katika CBE na CBC? Bado tunangoja, lakini 100% transition jinsi ulivyotaja inamaanisha basi hakuna yule ataanguka, na akianguka, je, kuna repeating hairuhusiwi katika CBE. Lakini turudi hapa kwenye changamoto ya kwanza ninayoona kabisa ni ile hali ya uhamasisho, kwa sababu information is power. Na bila information utapata kwamba mzazi anakosa kuelewa zaidi, je, tunaenda wapi? Tunaenda vipi? Tunaenda na nani? Matokeo ni yapi? Haya, alafu ya pili kuna huyu mwalimu ndiye ambaye tunamuita curriculum implementer, kumaanisha hii CBC na CBE yule ameishikilia kwa ufanisi wake ni nani? Ni huyu mwalimu. Kwa hivyo mwalimu akichukua nafasi ya mbele ama kipaumbele na awe na ujuzi na ile inaitwa nini, knowledge ya kutosha, basi inamaanisha kwamba huyu mwalimu atakuwa anahakikisha yule mwanafunzi anafanya nini? Anainuliwa kwa ujuzi, maarifa na kila kitu ambacho anahitaji katika mfumo huu wa CBE. Alafu ya tatu ni ile miundo msingi, infrastructure. Ukiangalia shule za kibinafsi kama zetu All Saints Embu na pia Thika, utapata kwamba kuna vile wale waeka hazina katika zile shule wameinvest zaidi ili kuhakikisha kwamba infrastructure imeweza kuaddress ile wale wanafunzi na potential zao. Kwa sababu gani? CBE inazungumza kuhusu interest. Hiyo ndio kitu cha kwanza kabisa tunaangalia katika mwanafunzi. Interest yake ni gani? Je, ako kwa STEM ama ni mtu wa art and sport science ama ni mtu wa social sciences? Interest yake. Ya pili ni aptitude test. Alafu ya tatu academics, zile merit. Alafu mzazi naye pia anachangia vipi pale. Kwa hivyo katika ile hali ya kumtambua huyu mwanafunzi, na tunapowatoa kutoka grade ya 9 wakija grade ya 10, lazima tujue anaingia vipi. Kwa hivyo ile transition sio tu kwamba mwanafunzi anaenda wapi, ni nani anamchukua na kufanya nini, na anaenda kufanya nini. Na kile ambacho anaenda kufanya, yule anampokea lazima awe na ile confidence ya kwamba atamwezesha kufanya kile ambacho anataka kufanya. Lakini sasa swali ni je, hawa wanaowapokea ambao ni waalimu wana ujuzi wa kile ambacho wanastahili kufanya? Kwa sababu iwapo una ujuzi pia hiyo confidence haipo. Nakuja hapo kwa retooling, kwa sababu hapo ndio retooling inaingia sasa. Bila shaka. Lakini infrastructure lazima iwepo. Kwa sababu ukinifunza jinsi ya kufanya jambo fulani, utaniita hapo, utaniambia sasa utahitaji vifaa hivi. Sasa vitumie kufanya nini? Kufaulisha kile ambacho nimesoma pale nyuma.
Haya, kwa hivyo baada ya miundo msingi, alafu sasa kuna ile hali ya retooling. Kwa kimombo nitasema hivi, a confident teacher results to a confident learner. Kwa hivyo mwalimu kama mimi mwalimu, ile sekta ambayo nafaa kufunza, sina ujuzi wa kutosha. Na wacha nikuhakikishie, nimekuambia nimeanza na CBE kutoka ilipoanza. Mpaka ikafika wakati tukaona ni kama imeisha, kukaa na wasiwasi haiendi mahali. Wakati Rais Daktari William Ruto alipoingia, watu waliona ni kama akiingia ataiondoa kwa sababu inaleta mchanganyiko kidogo. Lakini saizi tuko nayo. Utapata kwamba hawa wanafunzi ukianza nao pale chini, they are very informed. Wako na information kwa mikono yao because of the ICT integration. Kwa hivyo ikiwa wana information ama knowledge ya kile ambacho wanafaa kufunzwa, wewe kama mwalimu ukiingia pale na huna ujuzi wa kile unaenda kufunza, they will challenge you. Na wakikuchallenge inamaanisha hakuna siku utarudi pale kuambia kwamba wewe ndio mwalimu. Kuna vile watakuchukulia. Kwa hivyo confidence ya mwalimu itatokana na retooling. Na mimi husema kwamba retooling inaenda kwa sekta zote, si walimu peke yake. Hata wewe kama mtangazaji, kuna mambo fulani pengine yatajitokeza katika hali yako ya kazi, na ukijihamasisha na ile hali ya matokeo mapya, matukio mapya katika hali yako ya kazi, utapata unakuwa bora kuliko wengine. Kwa hivyo kila mwalimu lazima akuwe retooled. Na tukiangalia retooling ni jambo ambalo linafaa kuwa kila wakati. Sio kwamba tumeifanya mwaka mmoja, tumefanya kwa mhula mmoja ama baada ya miezi 9. Na ikuwe intensive. Intensive ya kwamba mwalimu akijua kwamba yeye ni wa pre-technical studies, akijua yeye ni wa building and construction, ako na confidence ya kufanya yule mwanafunzi anataka kufanya building and construction. Ajue kwamba niko na mtu shupavu. Shupavu. Kwa hivyo challenge kubwa sahizi ni kwamba wale wanafunzi wamepelekwa grade ya 10. Je, mzazi anafaa kujiuliza, walimu wana ujuzi wa kuwapokea? Wana umaarufu wa kuwapokea? Kwa sababu system ya 844 jinsi alivyotaja mwenzangu ni kwamba ni tofauti kabisa na mfumo huu mpya wa elimu wa CBE. Bwana Gishuki, tunapozungumzia mtaala mpya wa CBE, tunapozungumzia mpito wa grade ya 10, kuna hili swala geni sasa la pathway. Je, kwa mtazamo wako, mwanafunzi wa grade ya 9, grade ya 10 ana ule uwezo wa kuchagua njia ambayo anataka kufuata katika umri wake mdogo? Asante sana Adrian. Nao tunaweza sema ya kwamba hapo ni changamoto. Na kama nilivyosema hapo awali, nilisema ya kwamba kulikuwa na shida ya kufuatilia mpangilio ambao ulikuwa umetolewa kwanza. Unajua wakati tulikuwa grade ya 7, tuliambiwa watoto wa kwamba kulikuwa na subject ambazo zilikuwa zichaguliwe na zingine ziwekwe kando. Baadaye tukaambiwa sasa tumetoka pale, ikaja ile kitu inaitwa rationalization. Tukaweka zote ni compulsory, au ni lazima mwanafunzi afanye vile. Na hata wakati wa sasa wale ambao wanaingia grade ya 10, kuna wengine ambao pia hawaelewi na hawana uwezo wa kujua subject hii, kama pengine unamwambia aende akafanye building and construction. Na unajua katika Kenya au katika kwa wananchi, vile vijana wanachukulia taaluma kama hizo building and construction, kuna attitude ambao ni mbaya. Na kwa hivyo ukimwambia au akiambiwa aende akafanye subject kama hiyo building and construction, inamtia wasiwasi. Sasa lazima hapa tuwe na mpangilio fulani ya kwamba hawa wanafunzi ambao wanaingia katika grade ya 10, pengine katika mwaka huu wa kwanza uwe ni mwaka wa kujifahamisha na yale ambayo yanatakikana. Kisha baadaye hawa wanafunzi wapewe nafasi tena ya kuchagua, kwa sababu sasa watakuwa wameelewa zaidi kuliko wakati huu. Halafu wazazi nao pia hawajui pengine wengine, unajua hata wazazi wako na wangu walikuwa wanataka niwe daktari, kwa sababu kila mzazi anasema nataka mtoto wangu awe daktari. Rubani. Rubani, daktari, sijui nini, zile taaluma za juu. Kwa hivyo
wazazi pia nao wako na changamoto kwa sababu ya kule kutaka watoto wao wawe madaktari, wengine wawe mainjinia, hawajui uwezo wa mtoto wake. Kwa hivyo sasa akiambiwa tena mwanafunzi anaenda kufanya social sciences, anauliza mtoto wangu anaenda kufanya history, sijui geography, kwa sababu hawana information ya kutosha. Kwa hivyo hapo lazima tuangalie, lakini kuna hope kidogo upande wa private sector, kwa sababu kama mwenzangu alivyosema, alianzisha mfumo huu 2017. Nakumbuka sisi kwa mfano kama ACK mara ya kwanza kufunza walimu ulikuwa ni 2016. Ndio tulifanya first retooling ya kutayarisha na kuwahamasisha walimu na kila mfanyikazi juu ya mfumo wa CBC. Na kwa hivyo tukiendelea hivyo katika sekta ya private hii ya binafsi, wale wanafunzi ambao wamesomea sekta hiyo, private sector imejaribu sana, kwa sababu wamekuwa wamewekeza pesa nyingi sana, au wamewekeza kwenye miundo misingi, na kwa hivyo walimu wakatayarishwa, wanafunzi wakatayarishwa, na wengi wao wameweza kufikia upeo au mahali ambako wanaelewa. Lakini hapa sasa kuna changamoto nyingine inatokea hapo. Gani? Hawa wanafunzi ambao wametayarishwa vizuri kwa shule zingine sana za kibinafsi, wanapewa shule za umma. Nikwambie, niseme kama living example, nilikuwa na mwanafunzi mmoja ambaye ameitwa katika shule moja kubwa sana nchi ambayo inatabulika, lakini mwanafunzi huyu amekaa wiki moja tu akarudi, akasema, akaja kama mwalimu, mimi nataka kurudi. Kwa nini? Mimi tulienda tukawauliza walimu, wakatuambia hata wao wanangojea kuambiwa jinsi watakavyofunza CBC. Halafu mtaanza kusoma lini? Wakauliza, na tunaanza kusoma lini? Unajua wanafunzi hawa wako na information. Wanaambiwa tutaanza kusoma pengine Februari au March. Sasa mwanafunzi kwa sababu yeye amekuwa empowered, anasema sasa tutaanza kusoma wakati huo, na mimi niko shule, walimu wanasema hawajui, wanagojea. Akaamua wacha nirudi, hata kama mzazi alikuwa amelipa fees kule. Kwa hivyo hiyo changamoto ya kutokuwa na information na preparedness, kwa sababu tuseme kwamba walimu hawajatayarishwa vizuri, wale wa shule za umma. Walifanya retooling na pia wiki moja. Sasa wakifanya siku 5 retooling, sijui kama watakuwa wamepata maarifa ya kuimplement CBC and then ile mfumo mpya na pedagogy au njia za kufunzia au za kufunza. Kwa hivyo kuna changamoto nyingi. Halafu kama sisi watu wa private, au kwa sababu sisi tunatoka private sector, wakati serikali ilikuwa inapanga mambo ya kuchukua watoto na kuwapitisha kwenye grade ya 10, kwa ukweli private sector haikuwa kwenye map ya serikali, kwa sababu ndio ukaona private school zikaachwa nje. Wanafunzi wote hata kama wanataka 100% wakapelekwa kwenye shule za umma. Ndio ukasikia wale wanafunzi wamepelekwa kwenye shule ambazo ziko mbali. Na ndio unasikia tunasema, serikali inasema hadi jana kulikuwa ni 70% transition. Bado 30% hawajui wako wapi. Na ndio unaona hadi kufikia jana waziri anasema ni 85%. Sijui kwa sababu pia waziri pia alisema hawawezi kutathmini wanafunzi ambao wako katika private sector. Na hiyo tena ni changamoto, kumaanisha hawatajua kama wamefikisha 100%. Na ni kwa nini hawawezi? Kwa sababu private sector, shule kama yetu sasa, mimi niseme kule niko, kama yetu haikuwa kwa poto ya kuchagua, haikuwa kwa poto ya kuupload pathways. Kwa hivyo hiyo ikawa ni changamoto. Nirudi kwa pathways sasa. Kuna pathways 3. Kuna ile pathway ya Arts and Sports Science, kuna Social Sciences and Business Studies, na hiyo ndio inaleta mpaka lugha ya Kiswahili na Kiingereza na lugha zingine, na kuna hii STEM. Na tunasema kwamba katika STEM 60%, around 60% inatakiwa wanafunzi wanatakiwa kuingia kwenye STEM. Around 30% wanaingia kwenye
social sciences. Na hii ingine inabaki nafikia ni 10% inaingia kwa arts and sports science. Lakini wale 60% ambao wanatakiwa kuingia kwenye STEM, pia zile subjects ambazo ziko kwa STEM wengine hawazielewi kwa sababu wanajua STEM ni physics, chemistry, biology. Ukiweka agriculture pale, wanafunzi wengine watashindwa, sasa nitaenda kuwa mkulima namna gani? Kwa sababu agriculture inamuelekeza kwenye kuwa mkulima, na unajua ukulima ni blue collar job, Kwa hivyo kuna hiyo changamoto pia ya kuelewa hizo pathways vizuri, mzazi, mwanafunzi, na pia walimu wengine hawaelewi. Yep. Na bila shaka tutakuwa tunarejea kuangazia zaidi kuhusiana na pathways hizi, manake tumewasikia pia wakuu wengi wa shule, hususan shule za umma, shule za kutwa, day secondary schools, wakilalamika kwamba hata hawapokei wanafunzi kutokana na changamoto hii ya pathway, kwamba shule hizi za kutwa zimepatiwa nafasi ya kutoa mafunzo ya STEM na social sciences, lakini hawajapatiwa nafasi ya kufanya arts and sports, na hivyo basi hawapokei wanafunzi kama ilivyokuwa awali. Kabla sijamshirikisha Wachera, naelezwa tuelekee hadi Trans Nzoia ambako mwandishi wetu wa habari Isaac Famba amepiga kambi. Famba, habari za sasa Trans Nzoia kukoje? Hapa studioni tunaangazia mpito wa gredi ya 10, utayari wa serikali, uelewa wa walimu, wanafunzi na wazazi wenyewe. Sijui huko washikadau wa elimu wanasemaje? Famba? Asante sana Irene, bila shaka kaunti ya Trans Nzoia mambo ni shwari kabisa, ikizingatiwa tu mfuko wa gredi ya 10 unaendelea kwa sasa, na baadhi ya walimu ambao tumezungumza nao kwa kweli wamezungumzia changamoto mbalimbali ikiwemo ukosefu wa wanafunzi kwenye shule hizo ambazo zimechangiwa na ukosefu wa karo. Na hapa tulimuungana na baadhi ya wazazi akiwemo mwenyekiti wa wazazi katika shule za msingi kaunti ya Trans Nzoia, na ningependa tu atueleze ni nini hasa imesababisha ukosefu wa karo kwa wanafunzi wengi ambao umepelekea baadhi yao kukosa kwenye shule mbalimbali kaunti ya Trans Nzoia. Hapa ni Wellington Waliaula, ningependa kutueleza changamoto ni ipi kusema? Kwa majina yangu ni Wellington Waliaula, mwenyekiti wa chama cha wazazi kaunti ya Trans Nzoia. Tunashukuru Mungu kwa sababu shule zimefunguliwa, lakini sisi kama wazazi tuna changamoto. Changamoto ambazo tuko nazo ni kwamba wazazi wakati shule zimefunguliwa, wazazi kwa saa hizi hawana pesa. Economy imekuwa juu, imekuwa mbaya sana kwa wazazi. Kwa hivyo imekuwa ni kisungumkuti kwa wazazi kuraise pesa ambazo zingeweza kuenda kupeleka watoto wao shule. Na ukizingatia ya kwamba wakati walikuwa wanafanya placement kwa mashule zetu za secondary, unapata kwamba mtoto amewekwa shule ambaye hakutarajia, na pengine amewekwa shule ya mbali sana, na wengine hata tulishangaa kwamba wamepelekwa kwa shule ya day school lakini ni mbali sana na nyumbani. Inamaanisha kwamba hata mtoto huyo atakuwa anakodi nyumba. Kwa hivyo kitu ambacho tulikuwa tunataka kusema ni kwamba mambo ya placement, mambo ya iendelee wazazi wakitafuta pesa, kwa sababu sasa huwezi kufunga leo useme kwamba sasa leo ndio mwisho wa kuingiza watoto kwa shule na bado wazazi hawajakuwa tayari, bado wazazi hawana pesa. Kwa hivyo tunataka kuuliza waziri wa elimu, hiyo muda ambaye ameweka kwamba inafika kikomo leo, sisi kama wazazi tunasema ya kwamba aongeze muda huo. Jambo la tatu ni kwamba wazazi ule mtindo ulikuwa unatumiwa pale kitambo. Mzazi unachukua mtoto unapeleka, kama shule hii imekuwa imejaa, mzazi anachukua mtoto anapeleka kwa ile shule nyingine ambayo mtoto na mzazi wamekubaliana. Sasa saa hizi walimu wanasema kwamba kama si shule hii ambayo ulipelekwa, huwezi uenda kwa shule nyingine. Kwa hivyo inakuwa ni kisungumkuti, wazazi wanapigana na hayo maneno. Saa hizi wengine wameshikwa na stress imeshika wazazi hawana cha kufanya, mambo imekuwa mbaya. Kwa hivyo nataka kuuliza waziri wa elimu na wala Minister of Interior,
vile wamekuwa wakifanya katika kaunti zingine, pia watembea hapa Trans Nzoia, wahakikishe ya kwamba kila mtoto ambaye alifanya grade 9 ameingia shuleni. Watumie machiefs, watutumie village elders, wahakikishe kwamba kila mtoto ambaye alifanya grade 9 aingie shuleni. Na jambo la mwisho pengine ni kwamba walimu wetu tunawapenda sana, mnafanya kazi nzuri, lakini hiyo pesa mnaweka ati kwamba lazima mtoto aingie na pesa kwa shule, aingie na rim paper, aingie sijui na nini ndio akubaliwe kuingia. Hiyo pia imekuwa kizungumkuti. Sasa mzazi atajua analipa karo ama analipa rim paper ama analipa vitu vingine extra levies ambazo hazijatangazwa na serikali. Pengine mwisho tu nadhani kwamba serikali ilipeana muda mfupi sana kwa wazazi hasa kujiandaa katika kupeleka wanao shule mwaka huu. Serikali ilipeana muda mfupi sana kwa sababu sasa ukiangalia uchumi wa nchi hii na mambo ya kazi na mambo ya pesa, wazazi hawakuwa tayari. Kwa hivyo nataka tukuuliza serikali ipeane muda mwingine, watoto wapewe muda, wazazi wapewe muda ya kutafuta fedha za kuhakikisha kwamba watoto wao Hakuna mzazi ambaye anataka mtoto wake awe nyumbani. Hata yule masikini anajifurutia chini, yule kiwete hawezi kubali mtoto wake akae nyumbani wakati wengine wanaenda shule. Kwa hivyo waongeze muda, kama wazazi bado tunajipanga. Kwa hivyo waongeze muda, ndio kauli tu ya mzazi huyu ambaye ni mwenyekiti wa wazazi katika kaunti ya Trans Nzoia amesema. Kwa sasa kwa serikali ni kuongeza muda tu pesa wanafunzi wote waweze kujiunga na darasa ama shule ya grade ya 10. Ni hayo tu kutoka kaunti ya Trans Nzoia. Anteni Kilemi. Kwa sasa sina la ziada kutoka hapa kaunti ya Trans Nzoia, ni hayo tu. Anteni Kilemi. Shukran sana Isaac Famba, mwandishi wetu wa habari hapo akizungumza nasi kutoka Trans Nzoia. Na maoni ya wazazi akizungumza kwa niaba yao mwenyekiti huyo huko Trans Nzoia ni kwamba muda uongezwe zaidi ili kuwaruhusu wazazi kujipanga kuhakikisha watoto wao wanajiunga na grade ya 10. Lakini sijui mtazamo wako ni upi Wachera, kwa sababu tayari serikali ilikuwa imeongeza kwa siku 5 zaidi kuanzia Januari 16 hadi Januari 21 ambayo ilikuwa ni jana, ili kuhakikisha kwamba wanafunzi zaidi wanajiunga na grade ya 10. Lakini kama ilivyo sasa na kulingana na taarifa yake Waziri wa Elimu Julius Ogamba ni kwamba wameweza kufanikisha shughuli hii kwa asilimia 85 pekee. Ina maana kwamba bado serikali haijafikia azma yake ya kufanikisha mpito huu kwa asilimia 100 kama ilivyotarajiwa. Unadhani kwamba tatizo ni muda, tatizo ni ada ya shule, au tatizo ni nini haswa? Kwa sababu iwapo muda uliongezwa lakini bado wanafunzi hawajafika shuleni, basi ina maana pana changamoto. Iko changamoto. Changamoto iko, na hiyo muda hata kama iliongezwa hiyo siku kadhaa, bado kwa wazazi wengine haikuwa imetosha. Ningetaka kusema maybe inakontributiwa na kukua na uchumi ambao haujaimarika vizuri. Wazazi hawana pesa mfukoni, imechukua muda, wengine hawajapata kuweza kupeleka watoto wao kwenye walihitajika. Tumeona kwa runinga tofauti watoto wengine wakisema niliitwa pahali fulani, lakini kulingana na vile tumekaa wazazi wangu hawawezi nipeleka. Na hiyo inanileta kwamba mimi si mtaalamu wa hiyo masomo, lakini niseme mambo ya inequality, sijui na Kiswahili inaitwa aje, inequality ambayo usawa katika elimu ambayo utatokelezea kwa hii jambo kubwa ya CBE, ambayo wazazi ambao wengine hawana uwezo hawataweza kuhusisha watoto wao vizuri, na wazazi wenyewe hawana information ambayo wanafaa kufanya ili hata aweze kuswitch aende pahali pengine mtoto aendelee kusoma. Utapata itakuwa na hiyo kukosa usawa kubwa sana ambayo itafanya watoto wengine watakosa ile hasawa walihitaji kupata. Na utapata kwamba sijui kama, na sijasikia wenzangu hapa wakiongelea teaching and learning resources. Naona kama kwangu sijui kama simepeanwa za kutosha na sitarete hiyo usawa, sitakuwa zenye sitahakikisha kuwa
all the schools, hata zile za hapo karibu na nyumbani, watu wote watapata ya kutosha ambayo wataweza kuhusisha kuensure kwamba hata shule zile umesiita zile shule za day schools wataweza kupata what they need so that wapate teaching and learning resources zenye zitafanya wakue wana compete at the same level na wale wa shule zingine. Na hiyo ndio ninaona mimi kwangu ikiwa mimi kama msasi, of course I am a parent, mimi ni msasi na katika hiyo CBE, na kwa hivyo nimeona hizo changamoto zikitokelezea sana, na ile swali kubwa kwangu imekuwa hiyo usawa. Itakuwa na tofauti kubwa sana. Na tunapozungumzia usawa huo, sijui kwa sababu umekuwa katika mfumo wa 844. Yes. Unadhani tofauti ni ipi sasa tunapozungumzia usawa katika elimu? Manake hata katika mfumo wa 844 bado kuna baadhi ya wanafunzi ambao walikuwa wanapitia changamoto na bado wanapitia changamoto. Kwa mfano wanafunzi ambao wanatokea maeneo ambayo yanashuhudia hali ya kiangazi au hali ngumu ya maisha. Kwa mfano, huwezi kumlinganisha mtoto aliye katika jiji la Nairobi na mtoto aliye katika kaunti ya Baringo au kaunti ya Pokot Magharibi. Kwa hivyo tunapozungumzia usawa katika elimu, unadhani kwamba tunaweza kuafikia usawa kwa 100% katika swala la elimu? Si rahisi, lakini sasa imekuwa changamoto pia kwa mtaala wa 844 na bado itakuwa doda sugu bado kwa CBE. Na hapo ndio ningejiomba kama mhusika ya kwamba hiyo discrepancy isikuwe kubwa sana, ili watu wote, because tunasema na kimombo kwamba education is our equalizer. Sisi wote tunatoshanishwa na hiyo masomo, inatutoa katika hiyo hali. Ikikosa kukua our equalizer, hiyo utofauti katika society itatokelezea na njia kubwa sana. Watu wengi sana, wengine wata benefit sana na wengine wataachiliwa sana. Na hiyo ndio ningeona mimi kwamba lazima kutafutwe suluhisho ambayo italete at least usawa, hata kama hutakuwa 100%, ifikie kiwango fulani. Naam. Yes. Mtazamaji, unazidi kufuatilia kipindi hiki cha TV47 Matukio. Tunaangazia mpito wa gredi ya 10 ikiwa ni wiki ya pili tangu wanafunzi hawa walipoanza kujiunga na sekondari ya ngazi ya juu maarufu kama senior schools, lakini hadi kufikia sasa bado kuna baadhi yao ambao wamesalia nyumbani, na serikali inasema kwamba inajizatiti kuhakikisha kwamba kila mwanafunzi anapata nafasi ya kujiunga na gredi ya 10. Hapa studioni nikukumbushe, ninaye Paul Rangala, ni mkuu wa CBE All Saints Schools Embu. Vilevile yupo Gishuki Maina ambaye ni mwalimu mkuu katika shule ya ACK Thika Memorial, na Wachera Githai ambaye ni mtaalamu wa elimu na hususan anajikita katika masuala ya elimu ya watu wazima, ukipenda elimu ya ngumbaru. Kwa sasa tuelekee Kajiado, mtazamaji, tupate kusikia wakazi wa Kajiado wana maoni gani kuhusiana na utayari uliopo wa serikali kufanikisha mpito wa gredi ya 10. Kwa majina ni Samuel Mwilole, mfanyi biashara pale ya Kajiado. Kwa hakika wazazi wa hapa wanategemea ukulima wa mifugo, na kulingana na vile kiangazi kimekuwa kikali miaka kadhaa ambayo imepita, mifugo si mingi ama mifugo mingi ilikufa. Kwa hivyo wazazi hapa wako na changamoto, maana watoto wao walipita vizuri wengine, lakini hawana fedha ya kuwapeleka shule. So inabidi sometimes hata wazazi wengine wakuja kwangu wananililia, ninauza vitabu, nauza saduku. Sometimes napatia mtu saduku na msaidia. So ningeomba serikali, maana hii mpango ni wao, ndio waliweka hii mpango wa masomo hii ya kisasa na iko na gharama ya juu, please waingilie kati waweze kusaidia wazazi. Hapa kuna changamoto kwa sababu watoto wengi bado hawajaripoti shule kwa sababu ya ukosefu ya karo. Kwa sasa hivi kuna ukame mkali na tegemeo eneo hili ni ng'ombe. Ng'ombe sasa wamekonda, so watoto wengi bado hawajaweza kuhudhuria shule. Sisi tumeweza kuona mbunge wa Kiharu Bwana Ndindi Nyoro akihimiza kwamba shule zote ziwe zikilipwa shilingi 500 kwa kila muhula,
pia sisi tungeonelea kama mbunge wa kwetu anaweza ingililia pia shule hizo zilipwa shilingi 500 kwa kila muhula, sababu bado ni Kenya moja, na kule Ndindi Nyoro anapotoa pesa ndivyo tu mbunge wa eneo hili anaweza toa pesa hizo na kuweza kuwasaidia wazazi ili wapeleke watoto shule. Nancy, mimi ni mkaaji wa Bisil hapa Kajiado County ambaye tuko Kajiado Central. So tumekuwa na changamoto sana pande hii kama wazazi wa grade 10, maana hali ya maisha sasa imekuwa ngumu sana, na pia katika eneo hii tunategemea sana mambo ya ufugaji, na kwa sasa vile tunaelewa kwamba hali ya hewa imebadilika, hakuna mvua. Sasa mambo imekuwa ngumu ni kwa sababu hizo mifugo nyingi zimehamishwa na imeleta hali ya maisha kuwa ngumu pande hii, maana hata biashara ziko chini sana. So tuko na challenge sana, maana hii grade 10 imetuchanganya, watoto kwenda shule imekuwa ni shida. Sasa sijui mtatusaidiaje kama serikali, maana mambo imekuwa ngumu. Kwa majina naitwa Caroline. Sisi ni wakaaji wa hapa Bisil. Tuko na changamoto sana kwa watoto wetu wenye wameenda grade 10. Maana hapo awali mtoto akimaliza grade 8 tulikuwa tuko na idea ya kwenye atapelekwa next. Lakini saa hii mambo imekuwa ngumu. Kama saa hii wafugo wanakufa huku, tunategemea hawa Wamasai, na mvua imekuwa imekatika. Kwa hivyo tunaona changamoto ni mingi, kwa vile tulikuwa tunategea watoto itakuwa nini. Tunaomba serikali ingekuwa ituunge mkono, ijue ni aje, maana hata saa hii watoto ni wengi sana wako nyumbani. Watoto ni wengi kupindukia. Kwa majina naitwa Catherine Lena. Sisi tuko maeneo ya Kajiado. Saa hii tunaitwa, watoto wanaitwa shule, na hiyo shule uniform ni pesa mingi na hakuna shule ya day. Sasa mtoto anaitwa shule iko mbali, na hata kuenda huko ni pesa mingi. Hata unaweza enda pesa yenye ulikuwa umeambiwa upate imeongezeka. Sisi tunashindwa hata na kupeleka watoto juu hata unaweza pata tumeajiriwa kwa mahoteli, hata tunalipwa 200, watoto bado wako nyumbani. Na uniform, hata uniform yenyewe ni pesa mingi. Sasa tuko na changamoto mingi sana, watoto bado wako nyumbani. Kwa majina ni Emily Akinyi. Mimi ni mkaaji wa Bisil. Nina mtoto wa grade 10 na alifanya vizuri, akaitwa shule ambayo siwezi kumlipia. So nilikuwa naomba tu mtusaidie kama pande hii, hata day school hakuna. Juu kama ingekuwa hata tungewapeleka. Unakuta unaitishwa mpaka uniform unanunua ndani ya shule na ni kutoka 20k. Aya, fee ya first time unaambiwa ulipe yote. Sasa tumekaa tu na watoto nyumbani, tulikuwa tunaomba tu msaada wenu. Ni maoni ya wakazi wa Kajiado, mtazamaji, kuhusiana na mpito wa gredi ya 10. Wengi wa wazazi hapo wakitaja changamoto kuwa fedha, lakini Mwalimu Rangala, sijui iwapo tatizo ni fedha au kuna mengine ambayo hatujui, kwa sababu hata wakati wa mfumo wa 844 naamini bado palikuwepo na changamoto za kifedha, lakini wanafunzi walikuwa wakiripoti shuleni. Lakini hali ilivyo sasa ni kwamba tuna baadhi ya shule, kwa mfano katika kaunti ya Makueni, shule moja Salama, hadi kufikia jana ni wanafunzi 4 pekee walikuwa wamefika shuleni, ilhali shule yenyewe ina uwezo wa kuwasitiri wanafunzi 295. Kwa hivyo changamoto ni fedha au changamoto ni nini haswa? Shukran sana Andre. Nadhani tulikuwa tumeanzia pale mwanzoni tukisema kwamba matayarisho ama maandalizi ya mfumo huu yamefanyika vipi kutoka pale mwanzo na kufikia sasa. Uhamasisho haswa kwa wazazi naona kwamba unahitajika zaidi. Jinsi tunavyofanya civic education ifanywe pia katika mfumo huu wa CBE. Wazazi wengi utapata kwamba wanatumia pesa, pengine nitakubali kwamba kweli hali ya uchumi ni mgumu saizi. Kusema ukweli, uchumi umeharibika kwa kiwango fulani. Lakini ikija kwa mambo na CBE, shida kubwa zaidi ni kwamba wazazi hawaelewi kwamba pathways hizi 3, bado tuko na ile mentality ya kwamba nataka kuwa daktari, nataka kuwa lawyer, nataka kuwa nini.
Lakini ukiangalia kama arts and sports science, ambao kwa mfano kama sisi All Saints Embu tumeimarika zaidi kulingana na historia yetu ya michezo. Alafu kuna social sciences. Pale nyuma niruhusu nikurudishe tu pale nyuma kwa swali ambalo Bwana Maina alikuwa amezungumzia kuhusu, je, wanafunzi wetu wako tayari kuchagua career wakiwa grade ya 10 ama bado wako na umri mdogo wa kuweza kuchagua nini zile career pathways. Matayarisho ya awali ni kwamba mwalimu ambaye anaelewa ile pathway na ujasiri ataweza kumwelekeza yule mwanafunzi kutoka pale nyuma akiwa grade ya 8. Sisi tunawaanzishia pale grade ya 8. Kama ni social studies and career growth. Kwa hivyo akiwa anafanya somo la social studies atapata kwamba anajua kwamba nikifanya social studies naweza nikakuwa lawyer, naweza nikakuwa mwalimu, naweza nikakuwa curator, mambo kama yale. Kwa hivyo huyu mwanafunzi tofauti na 844 ambapo kila mtu alikuwa na generalization. Hawa wamehakikishiwa kwamba amejielewa mapema, alafu mzazi naye pia akiunganishwa pale. Wakati wakichagua shule pale kabla wafanye mtihani wa KJSEA, tulikuwa tunaleta mwanafunzi, tunamleta mzazi na mwalimu yuko pale. Alafu kunakuwa na career guidance. Kwa hivyo wazazi wengi ambao mara nyingi unapata ni wale wa shule za umma hawana ujumbe zaidi kuhusu pathway ambazo watoto wao wanafaa kuchukua. Kwa hivyo hawapeleki day school wakijua kwamba pale day school hakuna facility za kutosha kuwezesha mwanafunzi wake kupursue ile pathway ambayo anaitaka. Kwa hivyo hiyo ndo naiona kama shida kubwa zaidi, information. Akiwa na information najue kwamba sports science and arts inaweza ikalipa, na mwana mtoto wake akifanya sports and art science atakuwa mtu wa maana, kwa sababu siku hizi inaleta pesa. Naweza kuwa manager wa team, naweza kuwa physician, naweza kuwa mtu yote katika hali ya sports, naweza kuwa mtu ambaye nita advise watu kwamba unaweza nutritionist na mambo kama yale. Ikiwa ni arts, leo hii utapata wanafunzi wengi hata katika shule zetu za kibinafsi wako na TikTok accounts, ako na followership ambayo iko juu, na kuna pesa anaweza anza kupata hata kabla atoke shule. Kwa hivyo mzazi akiweza kuelewa kwamba mwanafunzi interest yake iko wapi. Pale nyuma nilikuwa nimezungumza kwamba CBE namruhusu mwanafunzi afuate interest yake, na hilo ndio jambo la msingi kabisa. Alafu equity katika education. Kwa lugha ya Kimombo tunasema kwamba kuna tofauti ya equality na equity. Equity ni kwamba tupeleke resources pale ambapo hazipo. Tuseme kwa mfano mimi ninahitaji shilingi 10, lakini Bwana Maina inahitaji milioni 10. Je, tuwekwe sawa ama yule ambaye ana kidogo aongezwe ili watu warudi katika level moja? Katika education naona kwamba equity katika sekta ya kibinafsi na wale wanafunzi ambao wako katika shule za umma inafaa ifanywe vyema ili shule za kutwa ziweze kufacilitatiwa vizuri na wapatiwe facilities za kutosha, ili wazazi nao pia waone nikimpeleka mwanafunzi wangu pale na amechagua pathway fulani na ameonyeshwa benefits za ile pathway na ile career atakuwa amechagua. Nadhani mambo kama haya yatakuwa hayapo. Kwa sababu fedha haitakuwa issue kama katika shule za kutwa. Bwana Maina anasema hapa Paul kwamba tatizo haswa si fedha. Tatizo kwa mtazamo wake ni information, ule uhamasishaji wa wazazi, walimu na wanafunzi kwa jumla, kule kutoelewa. Lakini kwa mtazamo wako unadhani changamoto ni gani tunapozungumzia mpito huu wa grade ya 10 ambapo hadi kufikia sasa wiki 2 baadaye, tofauti na ilivyokuwa awali katika mfumo wa 844, bado kuna wanafunzi takriban 1200 ambao wamesalia nyumbani. Bado kuna shule za kutwa ambazo zimesajili wanafunzi 4. Kuna shule za kutwa ambazo zimesajili hata wanafunzi hawajafika katika shule hizo. Kwa hivyo madarasa yamesalia mahame. Ni kimya tu ambacho kimegubika shule na walimu ambao wanarandaranda tu kiholela kwa sababu hawana chochote cha kufanya. Kwa hivyo hili linatoa picha gani haswa tunapozungumzia matayarisho, utayari wa serikali, mipangilio iliyopo? Asante sana. Nataka kusema kwa kweli
tunakubalia kwamba kuna shida ya fedha. Hapo hatuwezi tukabishana. Lakini ukiangalia shule zingine, kulipa karo ya mwanafunzi pengine ni kidogo sana, hata kwingine karibu aende bila kulipa. Especially hizi shule za kutwa, hizi za day schools. Lakini mambo ya kujitayarisha, ni vizuri kusema kwamba serikali haikujitayarisha vizuri. Kwa mfano tukiangalia wakati tulianza CBC 2017, ndio ilianzishwa hawa wanafunzi ambao wanaingia grade ya 10 ndio walichukulia CBC wakiwa grade ya 3. Kwa hivyo miaka miwili au ile sio miwili, miaka minne ya nyuma, ile PP1, PP2, grade 1 na grade 2 hawakusoma. Kwa hivyo alichukulia mwaka wa 5, kwa sababu CBC inaanza PP1. Kwa hivyo matayarisho kwa serikali ilikuwa na kasoro, na wakati serikali ilianza kutayarisha au walisema kwamba wanajitayarisha, kulikuwa na kitu inaitwa wrong attitude. Kwa sababu hii attitude iligumbika kwa kila mtu. Tulianza na wanafunzi, wazazi kwanza. CBC hawakuielewa, walimu nao ndio hao. Hata ukiangalia kama pengine tungepata statistics, kuna walimu tayari wamestaafu kabla ya miaka yao, miaka 60, kwa sababu ya attitude ya CBC. Wakasema kama nimefikisha miaka ya ile optional retirement, wacha niende isinikute, kwa sababu iliangaliwa kama ni shida. Kwa hivyo serikali wakati ilitakiwa kutayarisha walimu, hawakufanya mambo yalivyotakikana kufanywa. Halafu hii ni grade ya 10. Kwa nini serikali ikangojea mpaka mwaka wa mwisho ati 2025 December ndio wanaenda kufanya hamasisho au retouring kwa walimu wa secondary school? Kwa sababu kama wangeanza kitabu, kwa sababu hiki ni kitu kingefanyika pengine miaka 3 ndio walimu waweze kuwa wanaelewa hii mtaala mpya au CBC. Kwa hivyo serikali kuna mahali ilikosea kwa kujitayarisha. Hamasisho kwa wazazi nao, unajua kwanza wazazi walianza kusema sijui tunaitishwa, sijui unakumbuka kuna wazazi wengine walikuwa wanalalamika tunaitishwa sijui kuku mzima, sijui mayai tray mzima na kadhalika. Kwa hivyo wazazi hawakuwa wakielewa kuna nini, na walikuwa wamezoea mwanafunzi wa 844 anaingia kwa shule, anapewa homework, akienda nyumbani anakaa chini, akimaliza homework ni kulala. Mzazi hakuna kazi anatakiwa kufanya. Kwa hivyo wazazi hawakufahamishwa vizuri. Attitude. Wanasiasa pia waliingiza siasa, kwa sababu nao pia walianza kulalamika tu kama vile wazazi wanalalamika. Hii ni attitude ya kwamba CBC ilikuwa ni elimu ambayo sijui inaitwaje, high cost ya kumanage CBC ilikuwa ni attitude pia. Kwa sababu ukiangalia, najua mwenzangu hapa anaweza niunga mkono, kumanage hii CBC sio lazima uwe unatumia pesa nyingi. Kuna vile tunasema kuna ile improvisation and using available resources in most of these things kwa kila mambo. Lakini unaona watu wengi sana wanafikiria tu kwa sababu ni uzembe tu ni uzembe wa binadamu, ya kwamba wanataka kufuata shortcut katika kila kitu ambacho wanataka kufanya. Lakini kwa ukweli tuseme education au elimu is a social good. Kama ni social, nchi ya Kenya ni capitalism. Lazima tukubali hiyo, ya kwamba it is me myself, ni wewe. Ati kama utakuwa na simu yako ni yako. Sasa hii elimu haiwezi kuwa capitalism. Lazima tuelewe ya kwamba is a social good, na kama ni social good lazima serikali iingilie kati na iweze kuprovide au kupeana njia mwafaka ya kutimiza elimu kwa kila mtu. Private sector, na ndio hii Kenya Private Schools Association, waliingilia kati wakati serikali ilishindwa kujenga mashule ya kutosha, kukawa kuna overloading. Shule za kibinafsi zikaingia na zikaruhusiwa. Kwa hivyo private sector ikaingia kuungana na serikali kusaidia. Na ukiangalia kwenye
motto yao inasema in partnership with the government for quality education. Yeah. Kwa hivyo hii private sector iliingilia kupeana social good, lakini sasa haiwezi kuwa social provided socially, lazima you pay for it, kwa sababu si kazi ya mimi au mwenzangu au mwingine kupeana, ni serikali. Kwa hivyo serikali hapa inakosolewa. Sasa wakati huu tunalalamika juu ya wanafunzi ambao hawajaingia kwa shule. Hawa wanafunzi ambao hawajaingia kwa shule, kwa uhakika lazima serikali iangalie, ituambie hawa wanafunzi wako wapi. Machifu wameanza kuzunguka wakiwatafuta, lakini hawa wanafunzi wako wapi? Walipelekwa day school ambayo mzazi anajua hawana laboratory na ameambiwa aende akafanye STEM. Sasa huyo mtoto hataweza kuenda, kwa sababu anasema kuenda hiyo shule ni kama kupoteza wakati, kwa sababu hakuna miundo msingi ile ambayo inatakikana. Naam. Yep. Ni kabla naelezo tunaelekea Naivasha, lakini kabla ya hapo Bi Wachera, nisikie kutoka kwako, kwa sababu hata kutokana na mazungumzo haya ambayo tumekuwa nayo hapa ni dhahiri shairi kwamba hilo ambalo ulikuwa umelizungumzia awali la usawa wa elimu si rahisi kulitimiza, kwa sababu shule za binafsi ukilinganisha na shule za umma, hata katika hali ya miundombinu yao, miundo msingi, walimu, vitabu vilivyopo ni tofauti kabisa. Kwa hivyo ni kipi ambacho labda serikali inastahili kufanya ili kuhakikisha usawa katika elimu hii chini ya mfumo wa CBE? Nashukuru kwa wakati huu, lakini niseme kwamba ni ngumu sana kupata usawa wa 100%. Hiyo nakubali. Lakini kuna vile serikali inaweza fanya katika hiyo kuimarisha walimu, hiyo retooling ya walimu na kuprovide teaching learning resources kwa shule hata hizo za kutwa, so that hata kama hatapata hiyo 100%, ule mwalimu ako na kile ana guide mtoto nayo. Okay. Na ule mwalimu anajua what he is supposed, ni nini anafaa kuambia huyu mtoto. Unakubaliana na mimi kwamba you cannot give what you don't have. Mwalimu asipokuwa na kile kitu anahitaji, hataweza kuguide huyo mtoto vizuri. Kwa hivyo kama walimu wakitoka whatever they are coming from the teaching the colleges, na wakipelekwa hiyo retooling, wapate wapate what they need, na naye serikali ipatiane resources zenye zinahitajika kwa shule zote, itakuwa at least usawa unakuja kiwango fulani. So that hata wale watoto wako katika shule za day school, wako na ile kitu kidogo, wako na idea exactly what they wanataka kufanya. Lakini vile kuko saa hii, utanikubalia niseme kwamba mimi nilipoelewa CBE ilikuwa na hii mawe tatu: lazima mzazi ahusike, lazima mwalimu ahusike, na lazima pia serikali ihusike. Yeah? Those three things zilitembea pamoja, lakini ikafika pahali mzazi akakuwa na hiyo bad attitude ya kwamba anahusika ndio atoe kitu. Hajui hata talent ile ya mtoto wake ni gani. Sasa hata wakati anaitwa kuenda kuchagua shule yenye mtoto wake anaenda, atachagua tu vile just for the sake of it. Ndio sababu saa hii kimpata inampata amewekwa shule ambayo hajui hata ataanzia wapi. So mi nasema usawa utakuja wakati kutakuwa na teaching learning resources, retooling of teachers, na pia hamasisho ya wazazi nao wajue what they are supposed to do. Hiyo italeta usawa kwa kiasi fulani. Naam, shukran sana Wachera. Mtazamaji, tunazidi kujadili mpito wa gredi ya 10, na sasa tuelekee moja kwa moja hadi katika kaunti ya Nakuru, eneo la Naivasha, aliko mwandishi wetu wa habari Willy Dennis Njiru. Dennis, habari za sasa, hali ikoje hapo Naivasha? Na wadau wa elimu, wazazi, walimu, wanasemaje kuhusiana na mpito huu wa gredi ya 10 ambao hadi kufikia sasa kulingana na serikali ni kwamba umefanikishwa kwa 85% pekee? Naam, asanti sana mwenzangu Agalabu kwa kunipokeza majembe dakika chache nikaweze kuzungumza na wazazi hapa. Sina wadadisi wa mambo ya
elimu ama wale ambao wanahusika katika sekta hiyo, bali niko na wazazi, na wazazi hawa watakuwa wakichanganua maswala haya moja kwa moja. Itakumbukwa kwamba hakuna nchi ambayo inaweza jikimu kwa hali yoyote ile japo kwa kupitia masomo ambayo ni kiungo muhimu. Na ninao baadhi ya wazazi katika eneo hili la Naivasha waweze kutueleza ni yapi wanayo. Serikali haijaweza kutimiza kiwango kile ambacho inahitaji kuwa ikipeana katika mashule za hapa nchini, na hali hii imetatiza masomo pakubwa. Sijui utasema nini kuhusu hili? Anza kwa jina. Asante sana kwa majina, naitwa Solomon Angu. Mimi ni mkaaji wa Naivasha. Na ninaongelea mambo na grade 10, ambayo kwa kweli mimi sasa nikiongea mambo na grade 10 nimeona wazazi wanapitia changamoto nyingi. Wakati ninatembea town unapata watoto tu wamejaa nyumbani, watoto wako mtaani, watoto hawajenda shule. Ni changamoto gani sasa? Changamoto ukiuliza wazazi na pia uliza watoto, jambo la kwanza hawana hela, pesa hawana kabisa. Yaani huyu mzazi hata hana kitu anaweza nunua baadhi ya vitu ambazo vinahitajika. Jambo lingine nimeshangaa na sijaweza kulielewa ni mpaka uniform grade 10 wanaenda na uniform tofauti. Na wakati wanaenda na uniform tofauti, hata ukikuja kuzitafuta town unapata si maduka zote zinauza hizi uniform. Mara unapata ni specific shops ambazo zinauza uniform, zingine haziuzi hizi uniform. So ni mambo pia ambayo haijaeleweka kabisa. Na inafanya watoto wengi wanakaa nyumbani na inakuwa ni changamoto. Kwa hivyo mimi kwangu ninaonelea tuko na watoto wengi ambao tuko kwa community na wengine hawataweza kusoma, na ikiwa tutaendelea hivyo basi tutakuwa na shida. Na ninaomba serikali jamani wajaribu kufanya kitu ili grade 10 kila mtoto aweze kwenda shule na kila mtoto aweze kusoma. Asante sana. Nashukuru. Nieleze jina lako, songa hivi kidogo. Nieleze jina lako na swala zima hilo. Okay, jina langu ni Samson Kuria. Mimi ni mzazi wa hapa Naivasha na niko na mtoto ako grade 10 sahi, lakini bado hajaingia. Sababu gani? Ile mashinda ambayo serikali inatuletea sisi tunashindwa ya kwamba kuweza kufanya nini, kuweza kuyafikia. Sababu sasa vile wamepandisha vitu na vile wamebadilisha masomo, sasa ati ya kwamba mtoto akienda hivi ile uniform tulikuwa tunatumia mbeleni, sasa ni kama tena imekuwa again. Sasa maisha ni ngumu, mavitabu ndio hiyo watoto wanalia. Sasa ndio tunauliza walimu tena tu wana complain bado. Unatuletea walimu ni kama kutupeleka garage, ambayo garage yenyewe haina gari yenyewe wanaenda kutengeneza na wanatakikana waende wajifunze nayo. Sasa sisi tunashindwa, nyinyi serikali mnafanya kazi namna gani? Opposite ya vile tulikuwa. Kumbuka hii serikali sisi ndio ni wananchi na sisi ndio mtakuta tu hapa mkitulilia tuweze kufanya nini kuwakumbuka, lakini mtapata tu kulia bila tunalia. Tutajua tutasema hatuwajui hatuwakumbuki. Taifa ambalo halina elimu, wananchi wa pale, taifa lile linarudi nyuma kutokana na kukosa elimu. Sijui siku za baadaye za watoto hawa zitakuwa vipi? Sasa inaonekana wakati huu mahali tunaelekea watoto watakuwa na shida na masomo yenyewe. Utapata masomo yenyewe haieleweki vizuri, sababu watoto hawatakuwa naelewa chochote kenye kinaendelea. Ni kwa kulingana na venye mnakaa mnabadilisha system, mnakaa mnabadilisha maisha, mnakaa mnabadilisha hiki. Sasa ndio tunashindwa mwelekeo ni gani wa serikali na yenye mnatuelekeza sisi wananchi wa kikao cha chini. Asante. Wacha tusikie kutoka kwa mwanadada hapa, angalau kidogo tuchanganye. Songa mbele kidogo. Nieleze jina lako kwanza. Kwa majina naitwa Josephine. Mimi ni mkaaji wa Naivasha. Bado mimi sijafikisha mtoto grade 10. But hata kama sijafikisha mtoto grade 10, kuna vile ninaona hata wanakijiji wanateseka kwa sababu ninaishi pia kwa maploti. Unaona watoto hawajaenda shule, shida ni pesa. Kama kuna vile government inaweza saidia wazazi kidogo, nusu wazazi watafute nusu, hiyo watoto wetu waweze kusoma. Kwa ajili watoto wasiposoma pia kuna vitu mingi zitakama kama wizi. Watoto wataanza kuibaiba huku wasipoenda shule, wataanza kuhangaisha wazazi wenzetu. Mambo haya ambapo kufikia sasa hela za kutosha hazijaweza kufikishwa shuleni. Kiwango kile ambacho shule huwa kinagawa shuleni bado hakijafika kile ambacho kimewekwa kwa taratibu za sheria. Hali hii imeathiri vipi utendakazi ama kuendeleza hali ya kawaida shuleni? Vile hawajaweza kulete hizo pesa kuzigawa,
hawa walimu wenyewe hata watasikia wakiwa comfortable kusomesha watoto, juu hiyo pesa I guess ndio inatumika pia kulipa walimu kwa chakula ya watoto. Mambo hayataenda vilivyo. Labda la mwisho, pendekezo lako lipi lifanyike? Mimi chenye ninaweza omba ni watoto wote hata wenye hawajiwezi waweze kuingia shule ili Kenya yetu isonge mbele na kuwe na amani. Asante, wacha nimuulize ndugu huyu. Karibia hapa, tumeona baadhi ya wabunge wakiwa wana taratibu tofauti tu za kukimu hali ya shule kama kule hivi Kiharu. Sijui tutasema nini kuhusiana na mambo kama yale. Jitambulishe kwanza. Nakushikia mic. Yes, kwa majina naitwa Pascal. Mimi ni mkazi hapa Naivasha. Naona kuna changamoto ya shule kwa sababu maisha yamekuwa ngumu. Tungeomba serikali iweze kutusaidia watoto waweze kwenda shule. Asante sana kwa muda wako. Andrin, masuala ni kama hayo tu kutoka kwa baadhi ya wazazi kutoka eneo hili la Naivasha. Bila shaka ni mengi tu ya kusemwa, na katika kupiga sampuli kidogo kwa wale ambao wameweza kuzungumza, mambo ni kama hayo tu. Hela ni swala ambalo linafaa kuwa likikidhiwa kwa hali ambayo inastahili, ili kuhakikisha kwamba mambo ambayo yanasheheni shuleni yanaweza kuimarishwa, na kuhakikisha kwamba vile ulivyopata kisomo na mimi angalau kwa watoto wetu waweze kuwa na njia iliyo bora ya kupokea masomo. Na kurejeshea usukani ama ukipenda majembe mwenzangu studioni zetu jijini Nairobi, kutoka upande huu, kila laheri. Asante sana Willy Dennis Njiru. Bila shaka majembe nimeyapokea upande huu wa pili wa studio zetu za Nairobi. Mtazamaji, nikukumbushe tu kwamba tunajadili mpito wa gredi ya 10 tukiangazia utayari wa serikali, ule uhamasishaji ambao umefanyika kwa wazazi, walimu na wanafunzi kwa jumla, na pia tukiangazia idadi ya wanafunzi ambao wameripoti shuleni hadi kufikia sasa, ikizingatiwa bado kuna baadhi ya shule za sekondari ya ngazi ya juu na hususan shule za kutwa ambazo zingali kuwapokea wanafunzi hawa. Unaweza kutagusana nasi kupitia mitandao yetu yote ya kijamii, na vilevile una nafasi kutupigia simu hapa studioni upate kutoa mchango wako, na vilevile kuchangia kwenye mada hii ambao tunajadili hii leo, tukiwa naye Paul Rangala, Gishuki Maina na Washera Githae ambao wanatusaidia katika kuelewa masuala mazima. Lakini sasa nirejeshe hapa studioni, tumepata kusikia maoni kutoka kwa wakazi wa Naivasha. Na Bwana Paul, kuna hili swala la mgao wa fedha shuleni. Wakati huu kwa mara ya kwanza serikali imejikakamua na kuweza kutoa fedha zile shuleni kabla hata ya muhula kuanza. Lakini unapozungumza na wadau wanaohusika kwa ndani wale wakuu wa shule, wanasema kwamba ndio serikali imetoa mgao wa fedha hata kabla ya muhula kuanza, lakini fedha hizi ambazo zimetolewa tunatumia katika kulipa madeni ya mwaka jana. Kwa hivyo tunapozungumzia mgao wa fedha katika shule, na pia tumeona mjadala ambao umekuwepo kuhusiana na CDF, jinsi ambavyo wabunge fulani wanafanya maendeleo ya elimu katika maeneo bunge yao ikilinganishwa na wengine, basi pia hili linachangia pakubwa katika tatizo ambalo tunalishuhudia sasa hivi la kufanikisha mpito wa gredi ya 10. Shukran sana Andrin. Hilo ni jambo la kimsingi sana, kwa sababu turudi pale nyuma kwa pathways. Unapopeana capitation, hii capitation inafanya kazi gani? Kwa sababu shule ambayo inafanya STEM, shule ambayo inafanya arts and sports science, na shule ambayo inafanya sport sciences, resources ambazo watahitaji zina utofauti kwa njia fulani. Kwa sababu All Saints tukifanya sports science and arts, kuna science, sports lab tutakuwa nazo, tutakuwa na studio na mambo kama yale. Shule ambayo haifanyi vile, na sasa ukiambiwa kwamba sasa tunaongea kuhusu shule za umma, sivyo? Shule za umma wanapopewa capitation na ameambiwa afanye arts and sports science, je, zile fedha zimetosha kutengeneza studio? Zimetosha kutengeneza uwanja wa kutosha? Zimetosha kutengeneza swimming pool ya kufanya swimming na mambo kama yale? Nadhani hapo ndipo wale wakuu wa zile shule za umma wanakuwa na ile shida ya kwamba, je, hizi pesa ikiwa kuna madeni, wanafunzi wakija hapo wanataka kufanya pathway fulani na career zile ambazo wanazitaka,
Je, zile fedha zimetosha kutengeneza zile facility? Umezungumza kuhusu wale wabunge ambao pia wamejaribu kuweka miundo msingi mahali ambapo wanawakilisha kama wabunge. Miundo msingi ile utapata kwamba shule, iwapo mbunge wao ameweza kuwatengenezea facility za kutosha, basi ile capitation ikifika itakuwa inatumika kulipa madeni, na bado wanafunzi wakifika watapata facility ya kuweza kutumia na kufaulisha ile skills na talents ambazo wako nazo. Na wacha niseme hivi, tunasema kwamba every child is not born a scientist, but every child has a talent. Talent ya huyu mtoto inaenda wapi? Capitation ndio imefika. Je, inapata the right person wa kuitumia? Wazazi wengi ukiangalia jinsi wanavyozungumza na kutoa changamoto zao, wanaongea kuhusu fedha. Lakini ningependa kubadilisha huo mtazamo kidogo. Mimi kama mzazi nafaa kujiuliza, je, mtoto wangu anataka nini? Na anaenda wapi? Na pale anapoenda, anapokelewa na nani? Na yule anayempokea. Mwalimu, shikilia papo hapo. Naam. Tuna simu moja. TV47, hello. Hello TV47. Hello. Habari za sasa, unaitwa nani? Unatupigia simu kutoka wapi? Naitwa Mbithi kutoka Machakos. Aha, asante sana kutupigia simu Mbithi. Hapa studioni tunajadili mpito wa grade ya 10. Mchango wako ni gani? Mchango wangu ni changamoto ni nyingi sana za hizi elimu. Okay. Manake mpaka hata sasa wacha vile mnaongea kuhusu wazazi. Pia walimu shuleni hakuna materials. Okay. Vitabu haviko. Watoto wameshafika shuleni na hakuna vitabu. Hii ni kweli kuwa hatukuwa tumejitayarisha kwa hii elimu. Halo? Naam, nakupata. Yes, na sasa ukiangalia hata vitabu vya wanafunzi kusoma hakuna. Sasa hiyo ni changamoto, serikali inafaa kuamka, ijue haikuja kuwa imejitayarisha. Yes. Kwa hivyo pendekezo lako labda ni lipi kwa serikali? Kwa sababu sasa gari limeondoka, gari moshi limeondoka na haliwezi kurudi. Kweli. Kwa hivyo tufanye nini kama serikali, kama Wizara ya Elimu, kama wazazi, ili kuboresha mfumo huu ambao tayari tumeuanza? Fedha wapeane, vitabu vihakikishwe viko mashuleni. Kwa nini kuharibia watoto shule wakiwa mashuleni na hakuna vitabu? Naam. Asante sana. Asante sana Mbithi kutupigia simu kutoka Machakos. Zidi kufuatilia kipindi. Asante. Haya, huyo amekuwa ni mtazamaji mmoja kutoka Machakos. Anasema changamoto si tu za ada ya shule, si kuhusiana na fedha, lakini pia hata shuleni vifaa havipo. Lakini nirejeshe kwako mwalimu, samahani nilikatiza mtiririko wako wa mawazo, lakini si neno. Unajua pia mtazamaji ni lazima tusikie anasema nini. Ni kweli. Kwa hivyo hapo awali nilikuwa nazungumzia talanta. Kila mwanafunzi ana kipaji, kila mtoto ana kipaji. Kwa hivyo kando na hizi changamoto zote, ili tumpeleke huyu mwanafunzi mahali ambapo kipaji chake kitakuzwa, na iwapo anataka kufanya kazi fulani ambayo imeendana na kisayansi, kitalanta ama kimuziki na mambo kama yale, apate environment, mazingira ambayo ataweza kukuza ile interest yake ya kimasomo. Tukirudi hapa kwa capitation, pale awali nadhani shule kabla zifunguliwe, serikali pia ilikuwa imetoa nusu ya ule mgao ambao walikuwa wanadaiwa na wachapishaji wa vitabu, sivyo? Walipotoa ule mgao, wale publishers nao wakasema kwamba hizo fedha hata hazitoshi, na ndio maana kufikia sasa bado hawaja publish vitabu na wakapeleka shule. Bwana Maina alikuwa amezungumzia hapo awali akisema kwamba kuna case study ya mwanafunzi wake ambaye alienda katika shule ya C1, lakini amerudi hapa shuleni. Kwa sababu gani? Kwa sababu kule alikoenda hakuna matayarisho ama maandalizi ya kutosha. Kwa faida ya mtazamaji, tunapozungumzia C1 ni shule ya kiwango kipi kitaifa? Aya, wacha tuiweke katika ile knowledge ya kitambo. Ya kwamba kitambo kulikuwa na national schools. Kwa hivyo C1 ni zile shule za upeo wa juu kabisa. C1 school, national schools. Alafu tunakuja kwa C2 ambazo sasa zinakuwa extra county, kumaanisha zina umaarufu pia lakini hazifiki
national school. Alafu kuna C3 ambayo ni county schools. Alafu C4 sasa ndio zile shule za kutwa, day schools. Haya, wacha tusikie simu nyingine. TV47, hello. Hello, habari yako? Salama sana, unaitwa nani na tupigia simu kutoka wapi? Naitwa Ramadhan kutoka Mombasa. Asante sana Ramadhan kutupigia simu. Mchango wako ni upi kwenye kipindi? Mchango wangu, matatizo ya grade 10. Naam. Ninaona shida kubwa ni viongozi. Ndio wana shida. Kwa sababu ukiona kama eneo bunge moja, eneo bunge la Ndindi Nyoro, yeye CDF yake inasimamia wazazi pamoja na watoto kwa karo kulipa shilingi 500. Inakuja viongozi wengine hawezi kusimamia kama vile mwenzao anaposimamia, na wote wanatoa pesa sehemu moja. Pengine labda wengine watasema labda pengine ameiba. Kwa nini nao pia wakiiba wasisaidie wananchi? Wengine watasema labda yule labda anapata pesa kutoka wapi, na nyinyi ambao mko viongozi wa area nyingine, kwa nini msifanye kama yeye ili mwananchi asaidie? Sasa yeye ametoa pesa wapi ambao ni 500 anasimamia kwa mtoto ushaona aende skuli, lakini unaangalia viongozi wengine wao wametulia tu na wote ni wabunge, mshahara mmoja, pesa ni hiyo moja, wanaopara ya CDF. Shida mimi naona ni viongozi wana matatizo, sio wazazi. Viongozi ndio wana matatizo kabisa, kwa sababu ni mbunge mmoja na amesimamia na bunge lake lote. So hao wengine shida ni nini ambao ifanya kama ili watoto waende shule? Naam. Haya. Sasa wazazi wametoka na hiyo, wakaona waacha basi hatuna pesa. Wengine watoto wanalipiwa na wakati wa bunge wetu kusaidia viongozi, basi wakae tu nyumbani. Naam. Asante sana Ramadhan kutupigia simu, zidi kufuatilia kipindi. Wasalimie watu wa Mombasa sana. Asante. Huyo ni msikilizaji mmoja anafuatilia kipindi, anasema kwa mtazamo wake changamoto si wazazi wala si wanafunzi wala si walimu, bali ni viongozi. Lakini tutakuwa tunarejea kwa hilo baadaye kuangazia hii CDF inastahili kutumika kwa njia gani, kwa sababu nadhani kidogo pia labda kuna kule kutohamasishwa kuhusiana na jinsi ambavyo fedha hizi zinastahili kutumika. Lakini turejee hapo hapo ambapo tulikuwa tunazungumzia uainishaji wa shule. Tukasema kuna C1, C2, C3, C4. C1 ni shule ambazo awali tulizitambua kama shule za kitaifa. C2 ambazo zinakuja chini yake lakini hazina umaarufu zaidi, tunaziita extra county. C3 ndo county schools. Alafu C4 ndo hizi day schools ambazo sasa hazina wanafunzi kwa tunavyozungumza. Lakini labda sasa nielekeze hili kwake Bwana Maina. Nadhani wakati ambapo mfumo wa CBE ulikuja, ulilenga kutoa hii dhana ya ushindani, competition. Na wakati mmoja tukasema pia tutawachana na mambo ya wacha kusema tu, lakini Wizara ya Elimu, serikali ikasema kwamba wataondoa huku kuainishwa kwa shule. Kabla ya hapo, wacha tupate simu nyingine. Sio Kevo? Haya. TV47, hello? Hello, naitwa Edwin Busire. Edwin, asante sana kutupigia simu. Unapiga simu kutoka wapi? Kisii. Kisii. Aha, mchango wako ni upi kwenye kipindi? Sasa mimi nataka kusema viongozi wetu najua wanajijali sana na wameachilia mashule zetu. Ile kitu nauliza, kama kuna kitu nimefikiria jana nikasema, unapata watu tumeweka hapa wenye wanafaa kutetea, mtu ana prefer kupitisha mswada heri afiwe gari ya TX. Niambie hii gari TX serikali iko nayo inafanya kazi gani, inasaidia mwananchi gari TX? Unajua ni luxury. Na wanaacha mashule zetu hapa watoto wanasomea madarasa mabaya, ni kuanzia madarasa hata vitabu watoto wanakibaki alikuwa na kanya vitabu na kalamu na chometi. Na uliona watu wote wengi Gen Z, sisi Gen Z, mimi ni Gen Z, ndio tumesoma sana wakati wa Kibaki kwa sababu walikuwa wanatupea vitabu na kalamu na kila kitu. Sisi tulikuwa tuna uniform peke yake. Naam. Sasa vitu wanaangalia ni maisha yao luxury. Unapata mtu anakuja shopping na gari. Madam, niambie TX inasaidia mwananchi wa kawaida nini hii nchi yetu ya Kenya? Nimekasirika sana.
Usikasirike jamani. Bado mwaka ni mpya. Asante sana lakini kwa kutupigia simu. Mtazamaji unazidi kusema nasi kupitia nambari inayotokea kwenye kiwambo chako upande wa chini. Vile vile tuandikie ujumbe mfupi, bila shaka muda utakaporuhusu nitakuwa ninapakua maoni yako. Lakini kwa sasa nirejeshe kwako Bwana Maina. Awali serikali ilipania kuondoa ushindani, competition. Ndio maana tukasema kwamba hata mtihani wa KCPE au KJSEA ambao ulitangazwa hautakuwa ukifanyika katika kumbi kubwa kubwa, hapata kuwa na sherehe kubwa kubwa. Vile vile uainishaji wa shule kutoka national schools sijui nini utaondolewa. Lakini ni kama tumerejea pale pale, kwa sababu tunapozungumzia C1, C2, C3, C4, basi tumeondokea kweli uainishaji wa shule? Asante sana. Nafikiria serikali ilikuwa ina mpango huo, lakini kwa kweli hiyo ilikuwa ni nia tu. Kwa nini ikawa ni nia? Kwa sababu wakati unasema ya kwamba utaondoa ule ushindani, halafu serikali yenyewe ikaweka shule katika viwango fulani, tayari huo ni ushindani. Tukatoka hapo, tukaingia, serikali ikasema mwanafunzi ambaye ataongoza katika kata dogo au katika sub county, itahakikisha ya kwamba ameenda katika ile shule ambayo alichagua ya C1. Sasa swali ni je, watajuaje mwanafunzi ambaye aliongoza katika kila sub county bila kuwaweka kuwapanga kutoka wa kwanza hadi wa mwisho? Kwa hivyo mambo ya ushindani ilikuwa ni ndoto tu hata wa sasa. Alafu wakati tulipopata majibu au matokeo ya KJSEA, majibu yenyewe yalikuwa yanakuja na alama. Unaambiwa EE1 au exceeding expectation imepewa alama 8 au alama 12, alama yoyote ile. Halafu unaambiwa ukipata below expectation unapewa alama 1. Sasa wakati tumeweka zile alama, tutakosaje kuhesabu ya kwamba mwanafunzi fulani alipata jumla ya alama au pointi 72 au 70 au 60 na kadhalika? Sasa wakati wanafunzi walipelekwa kwenye shule au walipewa shule, mzazi alikuwa anakuja anaangalia, na NEC ilitupatia list ya wanafunzi. Mzazi anauliza, mtoto wangu amepata jumla ya pointi 70, amepelekwa kwenye shule ya kutwa. Mwanafunzi fulani tunaona alipata alama 44, amepelekwa kwenye shule ya C1. Sasa huyu mtoto, mzazi na mwanafunzi watakosaje kulalamika? Kwa sababu huwezi ukaniambia jumla ya alama 45 ati huyo mwanafunzi amefanya vizuri kuliko mwanafunzi wa alama 65. Kwa hivyo serikali tena ikarudi pale pale kuweka wanafunzi kulingana na matokeo au kule performance yake. Kugawanya shule, tayari walikuwa wametuambia ya kwamba kuna shule bora na kuna shule zingine duni, na ndivyo tukasema kuna C1 na kuna C4. Wakati wanafunzi walipewa mashule ya sekondari, serikali yenyewe mara ya kwanza siku za kwanza zile 9, nafikiri zilikuwa 6, ilifika mahali wakafunga C1 ya kwamba kama ungetaka kufanya transfer ama kuuliza ubadilishiwe, hungeweza kufungua C1. Kwa nini walikuwa wanafunga C1? Kwa sababu tayari walikuwa wanajua ya kwamba wazazi wamegundua ni siri gani ilikuwa katika kugawanya shule C1, C2, C3, C4. Otherwise, wakati tulianza kupewa huu mfumo mpya, tulikuwa tunatarajia kwamba mwanafunzi akifanya mitihani ile assessment atapelekwa shule kulingana na ability yake inaitwa taaluma, sio ile sijui kama inaitwa ni what do you call it, marks
Hungeweza kusema kwamba mwanafunzi huyu amepata 90%, huyu amepata 80%. Sasa unapoweka ile 80% pale na huyu amepewa 50%, tayari si nilifanya vizuri kuliko yeye. Kwa hivyo kule kushindana hakuwezi kukaisha. Kwa hivyo tuangalie hapo, na alafu serikali, kama ningekuwa naulizwa mimi, kama ni mimi ningekuwa serikali, ningesema jambo moja: pesa za serikali za elimu, turudi pale kwenye drawing board. Pesa zote zile over 75% zinatakiwa kuwa zimepelekwa kwa shule za kutwa. Kwa sababu gani? Unapeleka pesa nyingi kwenye shule za C1 na shule zingine, wakati huu ukiingia kwao unaweza kupata shule inaweza kuwa na shule zingine 2. Kuna infrastructure ambayo haitumiwi kwa sababu ilizeeka. Na kuna infrastructure ingine imewekwa kando ya kisasa. Hiyo ni national school. Kuna shule zingine kule za kutwa kwetu vijijini, shule hata vyoo vya wanafunzi ni shida. Lakini serikali bado itaendelea kutuambia capitation. Ule mwanafunzi yako C1 anapewa 22,000. Ile mwanafunzi yako day school anapewa sijui ni 9,000. Lakini ni wapi tunahitaji pesa nyingi? Ni shule ambazo ni za C4 na C3, ndio tuweze kuondoa haya mafikira ya kwamba national schools are always the best. Haya, nisikia kutoka kwake Wachera, kwa sababu umekuwepo hata katika mfumo wa 844 wakati ambapo tulikuwa na hii categorization ya shule, vyuo vikuu, wazazi wengi wakipendelea kuwapeleka watoto wao katika shule kama Kenya High, Mang'u, Alliance, na sasa mfumo mwingine umekuja, hatuziiti national school lakini tunaziita C1. Unaona? Alafu sasa zile za chini zaidi tunaziita C4. Amesema vizuri hapa Bwana Maina kwamba wazo lilikuwa ni zuri la kuondoa ile dhana ya ushindani. Lakini unadhani kwamba hili linaweza kuafikiwa, kwamba tunaweza kuondoa ushindani kabisa katika swala la elimu? Shukran sana Bwana Adeline. Bi Adeline. Lakini hiyo kulingana hata na vile tumeisema hapa, inakaa kama doto tu. Ni doto, haiwezi fikia hiyo kiwango, na tayari kumekuwa na hiyo mgawanyiko, na tayari ile sisi tulikuwa tuna expect ya kwamba kutakuwa na utofauti katika CBE, lakini hiyo tofauti ni kama hiyo usawa umeenda ukiisha kabisa, ni kama mambo imeenda sasa kabisa. Hiyo kitu haiwezi ondolewa. The way vile wameiweka sahihi, tafadhali hakuna tofauti imekuwa hapo na 844. Na serikali isipokuja na njia ingine ya kunufaisha hiyo na kusawasisha hiyo, bado hiyo shida itaendelea kubaki. Na watu wengine watakuwa na more competitive advantage kushinda wale wengine. Lakini umuhimu wa kuwa na hii competitiveness katika elimu ni gani? Kwa sababu I want to believe wakati ambapo walioanza elimu walianza na wakasema kwamba ushindani uwepo, kwamba iwapo mwanafunzi amezoea kuwa top 5 lakini kwa bahati mbaya akawa top 6, anaonekana au akawa number 6, inaonekana ni kana kwamba amefeli. Kwa hivyo hili wazo la competitiveness, umuhimu wake ni gani labda? Mimi sioni kama ni muhimu kabisa. Mimi naona kama tujaribu kujua mtoto strength yake iko wapi, yani ni wapi ana excel, because sahi pahali tumefika kama nchi, tumeona watu wa athletics waki excel sana sana na wanakuwa big people, wanakuwa watu wakubwa, a force to reckon with, na ni katika hiyo talent yao. Kwa hivyo mi naona kama competition, hata kama ibaki, lakini competition iondolewe such that talent ipewe nafasi, so that mtu akifanya hivyo atatumika kulingana na vile Mungu alimuumba, na ile talama aliweka ndani yake itatumika vizuri. Sababu kuna watoto hawata excel sana kimasomo, but wakifika ujuzi na kasi hands on skill,
ata excel hata hutaweza kumfikia. Na ndio unaona hata hawa watu wenye wako na hands-on skill wakiingia kwa biashara wanakuwa kama ndio wao wanaajiri wale walikuwa na yeye. Tumeona hiyo tofauti, tumeiona, it is playing out. Na kwa hivyo mimi ningeulizwa kama mimi ningekuwa serikali niulizwe, ningesema our biggest interest ya sahihi ni kupea walimu ability ya kuweza ku-identify ile talent mtoto wako nayo, ndio apewe nguvu kwa hiyo talent yake, aache sana kucompete kwenye hana nguvu, atilie sana kwenye yako na nguvu, na ndio aweze kutumika vile Mungu alitarajia kuwe. Sisi wote hatutakuwa madaktari, na sisi wote hatutakuwa, lakini kuna wale pia katika tunahitaji kila mtu. Mungu aliumba such that tuna depend na each other. Na kwa hivyo kuna ile wewe uko nayo mimi sina, ambayo tutahitaji one another. So talents iki-identifyiwa, uequip ule mtoto kwa kile yako nayo, atakuwa beta. Na nauliza hivyo kwa sababu baadhi ya wadau wa elimu wanasema kwamba kuondolewa kwa ushindani au kutokuwepo na hii competitiveness kidogo kunaweza kushusha viwango vya elimu, lakini nitakuwa narejea kwenu. Naona una mchango Mwalimu Paul, lakini nitarejea kwako baada ya muda usiokuwa mrefu. Kwa sasa tuelekee Taita Taveta aliko mwandishi wetu wa habari Julius Mariki, ambaye pia anazungumza na wadau wa elimu kuhusiana na mpito huu wa grade ya 10. Mariki. Shukrani sana Andrine Kileme kutoka studioni. Leo nimeweza kutembea katika soko hapa mjini Voi kuzungumza na baadhi ya wazazi ambao pia ni wafanya biashara, wanieleze hali iko namna gani katika swala zima la mpito wa grade ya 10. Wazazi wengi hawana karo za kupeleka watoto shuleni. Na wazazi wengi wanalia sana maana watoto wengi hawajaenda shuleni, wengi wako nje. Na hiyo inachangia sana watoto kukosa kwenda shuleni, hata wengine watakuja kuwa waizi. Na kama serikali haitaangaza hii jambo kwa haraka, kila mtoto aende shuleni. Na jambo lingine tulikuwa tunaomba serikali iangalie sana kwa fare ya watoto wale wanaenda mbali. Tulikuwa tunaomba serikali iangazie hili jambo, watoto yani waweze kusomea mahali karibu na nyumbani. Hii grade 10, grade ya 10. Kwenda mbali, mzazi labda hana fare, mtoto sasa inambidi asiende shuleni. Kwa hivyo tunaomba serikali iangalie zaidi, iangazie hili jambo. Na hiyo fee ya shule, school fees imekuwa juu sana mpaka hata inakera. Na wamama wengi ndio wanafundisha watoto, hasa mama mboga. Mama mboga anafaa angaliwe sana, maana wao ndio wanaangalia watoto katika masomo, kusoma shuleni. Tunaomba hata kama ni rais wetu, tunaomba tafadhali, tunanyenyekea chini ya miguu yake, atuangalie sana hii grade ya 10. Yaani atushikishie hiyo school fees na atuangalie sana, yani tuko na shida sana. Maana watoto wengi hawajaenda shuleni. Na inauma kuona watoto wanazurura barabara huko na huku na kutana na wao. Wengine wanaenda kuosha mabodaboda, wengine wanaenda kuomba kwa magari wasaidiwe. Hawana hata chakula ya kula nyumbani. Maana maisha imekuwa juu, gharama imekuwa juu sana. Kwa hivyo tunaomba rais wetu wa Kenya, hiyo jambo uliangazie. Tafadhali tunakusii, tafadhali tunakuomba. Changamoto ya kwanza, ule mtoto anapoona wenzake wanaenda shuleni na yeye haendi, anakuwa ametatizika kiakili. Maana kuna kazi zingine atakuwa anafanyishwa zenye ambazo maybe hata bado nguvu yake haijafikia kufanya hiyo kazi. Lingine la pili ni kwamba utapata mtoto kama haendi shule na maybe amebale, hiyo ni msichana ama ni kijana. Kwa mtoto wa kisichana anaweza ingilia mambo, maybe akaanza mambo ya kutembea na vijana, mwisho akawa mzazi mapema kabla wakati. Kijana naye anaweza ingilia mihadarati, kijana mwanaume akaingilia mihadarati, ama aanze kufanya kazi za kumzeesha mapema kabla wakati. So tungeomba kama serikali inaweza chip in na ikaweza kusaidia wazazi kwenye hii changamoto ya school fee. Maana kwa mfano kwanza mbeleni, japo kama ni makosa
naomba waniwie radhi, lakini Kibaki aliwekaga huu mswada kwamba shule ilikuwa ni bure. Sasa kwani huu mswada ulienda wapi jamani? Sasa huyu bwana president wetu ambao tunampenda, tunaomba kama anaweza tuondolea hii changamoto kwa kuregesha mswada wa bure wa wanafunzi kusoma free. Maana sasa imekuwa ni changamoto kwa wazazi, maana sasa hii maisha yamekuwa ni magumu. Yenyewe kushinda hapa kufanya kazi upate 100 ni kazi. Hata kuna wanafunzi wengine wanakunywa maji wanalala, chakula wanakosa. Sasa wewe unaangalia mzazi atatafuta pesa apeleke mtoto school fee ama tumbo ishibe kwanza. Mzazi ataangalia kwanza tumbo ishibe ndio mambo mengine baadaye. So utakuta kwamba anapata pesa tu za kupeleka mdomoni, lakini school fee na mambo mengine yote hakuna maendeleo kwa kifupi. So yangu ni hayo, ndio maoni yangu. So naomba bwana president atutizame na atusaidie wanafunzi warudi shule. Andre, ni baadhi tu ya maoni ya wale ambao wameweza kuzungumza nami kuhusiana na swala hili zima, wakizungumzia kuhusiana na hali ya gharama ya maisha kuwa ngumu na kutatiza shughuli nzima ya ufadhili wa elimu. Naregesha kwako studioni kuendelea na mjadala huu. Mie ni Julius Mariki, kaunti ya Taita Taveta. Asante sana Julius Mariki, mwandishi wetu huyo wa habari kutoka Taita Taveta. Tena swala la pesa limejitokeza, wazazi wanazungumzia, lakini wacha tusikie Kisumu wanasemaje. Tunaungana naye mwandishi wetu wa habari Laban Shikokoti. Na bila shaka mpenzi mtazamaji, leo hii nimekita kambi katika eneo la Katoro, mtaa wa Nyalenda, mbali kidogo na jiji kuu la Kisumu. Leo hii tukiwa tunaangazia tu mpito wa gredi ya 10. Hapa kuna mwanafunzi ambaye aliweza tu kujizolea alama 52 za kumwezesha kujiunga na gredi ya 10, lakini hajafanya hivyo licha kuwa amefaulu kujiunga na gredi ya 10. Labda tuanze tu kwa jina lako, unaitwa nani, na tueleze ni nini ambacho kimekufanya hadi kufikia sasa haujajiunga na shule ambayo ulipata barua ama ulialikwa kujiunga nayo? Mimi naitwa Joshua Onyango na nimefanya mtihani hapo Pandipyeri, na kwa sababu yangu nisipojiunga na shule yote nayo ni kwa sababu sijapata vitu za kuingia shule, na maisha ambayo tunapitia hapa pia sioni kama iko sawa, na kwa vile nimeangalia afisi ya huko sioni kama nitajiunga sana. Nilikuwa naomba msaada, mtu mwenye amejitokeza anisaidie niingie shule. Wewe hapa katika huu mtaa wa Katoro unaishi na kina nani? Kwa nyumba yetu nimeishi na brother yangu na tuko na majirani kwa plot. Saa nisipofanikiwa kupata nini cha kukola, majirani wananichangia alafu tunakula tu sasa. Labda nikija tu kwako, hebu songea kidogo, hebu tuanze kwa jina lako alafu tueleze, huyu ni mwanafunzi ambaye amefaulu kujiunga na gredi ya 10, lakini anasema kwamba hajaenda shule kwa sababu ya kukosa karo. Pengine amesha kueleza ni pesa ngapi zinahitajika kule, na nyinyi kama majirani mnalichukuliaje swala hili? Asante sana kwa swali hilo. Kwa majina naitwa Eunice Akinyi Polo. Mimi ni jirani wake Joshua Onyango. Joshua Onyango alifanya mtihani wake wa KJSEA katika shule ya msingi ya Pandipyeri. Alipita vizuri na akaitwa Otieno Yo High School. Joshua Onyango ameishi kwa kusaidiwa na majirani sisi, na jinsi tunavyojua sahi watoto wa KJSEA wanajiunga na grade 10. So huyu mtoto hana uwezo wa kujiunga na kidato cha grade 10. Kwa hivyo sisi kama majirani, watu wengi walipeleka watoto wao shuleni. Sasa mimi siwezi msaidia nikiwa mtu mmoja, ama majirani pia wanaweza penda kumsaidia, lakini kwa venye walipeleka watoto wao usaidizi umekuwa mgumu. Umeshazungumza na kusema kwamba wanaishi peke yao. Pengine tueleze tu ilikuwaje, manake hadi amefika kiwango hiki bila mzazi ama mtu ambaye anamsaidia? Asante sana kwa hilo swali. Kwa muda mdogo nimeweza kuzungumza na Joshua. Joshua alipoteza wazazi wake kwa kifo ambacho haikuwa nzuri. And baada ya kupoteza wazazi wake,
alichukuliwa na uncle, alichukuliwa na uncle yake. So uncle yake amekuwa akiwasaidia, lakini for the last few months rent zimepile. The uncle ameweza kuchukua madeni ili kuhakikisha hawa watoto wameenda shule na wakapata malazi na wakaweza kukula. So due to pressure kwa wenye alichukua madeni kwao, walitaka aweze kurudisha hizo madeni. Naweza sema alitoka Kisumu kwenda kutafuta kazi nzuri. So kuanzia huo wakati ambao alitoka Kisumu hadi wa leo, simu zake zimezimwa, hapatikani kwa simu, hatujui cha kufanya na mtoto. Na sisi kama majirani hatuwezi kaa tu tunaangalia mtoto anahangaika, hajaingia shule na wenzake wameenda shuleni. Naam, asante sana. Naam, bila shaka Kilemi, ulivyosikia na kuona, hicho ni kilio cha wakazi katika eneo hili la Katoro, mbali kidogo tu na jiji kuu la Kisumu, wakiwa na mwanafunzi ambaye anafaa kujiunga na gredi ya 10 katika shule moja hapa jijini Kisumu, lakini hajafanya hivyo kwa sababu ya ukosefu wa fedha. Lakini wanatoa wito tu kwa wahisani kuweza kuingilia kati na kuhakikisha kwamba kijana huyu ndoto yake inatimia, ili naye akaweze kuwa mtu mzima ambaye atafanya kazi ambayo yeye mwenyewe anaona kwamba itamfaidi kimaisha. Ikumbukwe hapa Kisumu, waziri wa usalama Kipchumba Murkomen aliwasili jana kuweza kukagua hali na kuweza kudhibitisha kwamba ni 70% pekee ya wanafunzi waliofuzu kujiunga na gredi ya 10 wamefanya hivyo kufikia sasa. Lakini sasa swali kwa wakazi wa eneo hili ni kwamba, je, kijana huyu ni vipi atajiunga na shule ya upili ambayo aliweza kuitwa kutokana na kupata alama aliyoipata ya maki ama alama ya 52 ili kuweza kujiunga tu na gredi ya 10. Nikiwa Kisumu, mimi ni Laban Shikokoti, kwako Kilemi. Asante sana Laban Shikokoti, bila shaka kwa kutuchorea taswira ya hali ilivyo katika miji mingi au tukipenda tunasema mitaa mingi hapa nchini, na hususan tunapozungumzia watoto hawa wa gredi ya 10. Na ni wazi tena kwamba swala hili la ukosefu wa fedha linajitokeza, lakini muhimu zaidi ni kuhusiana hata na takwimu za serikali, kwa sababu anavyosema mwandishi wetu wa habari kutoka Kisumu ni kwamba jana waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen alisema kwamba shughuli hii imefanikishwa kwa 70%, lakini waziri wa elimu anasema kwa 85%. Sasa hata hatujui gani ni gani. Lakini nirejeshe kwako mwalimu, kuna lile swala ambalo nilitaka kuzungumzia pia kuhusiana na competitiveness. Naam. Shukran sana Andrine. Wenzangu wamezungumzia kuhusu competition, na ningependa kuirejesha katika miundo msingi ya CBC na CBE. CBC, CBE ni kuhusu competence, na CBE imekuja kureplace 844, sio kuiondoa kabisa, lakini ni kuredefine what is success. Na hivyo ndio jinsi tunavyowafunza wanafunzi wetu kwamba how can we redefine success. Success in terms of competency ni kwamba leo mimi kama Paul Peace niko hapa, kesho nimejiimprove kwa kiwango kipi, nimetoka hapa nimefika huku. Na ndio maana hizi pathways 3 zitaniwezesha mimi kama mwalimu nijue katika darasa langu niko na Otieno, Kamau, Mwazuma. Hawa 3 wote, iwapo kila mmoja ana talanta yake na mwito wake katika elimu, competency yao itakuwa tofauti kabisa. Na alivyoelezea Bwana Maina ni kwamba the grading system ambayo ilikuwa inatupatia GPA points ya 72 ikiwa the apex, ni kwamba ilituwezesha tu kuweza kuwa place. Na nilifurahia sana kwa sababu wakati serikali ilipotoa matokeo na ikasema kwamba itatumia mfumo wa kidijitali wa kuweza kuplace hawa wanafunzi kulingana na performance yao, pathway ambao wamechagua, interest zao na ile aptitude test ambayo walikuwa wamefanya pale nyuma, ilikuwa inaonyesha kwamba ingeleta usawa katika mgao wa kielimu kulingana na performance ya mwanafunzi. Lakini unaona baadaye ilikuja ikabadilika ya kwamba kila mzazi akaambiwa
Mfumo wa kidijitali umeleta shida. Kila mzazi kimbia ukafanye nini? Ukajitafutie shule. Hapo ndio confusion imekuwa. Na nitarudi, kuna simu tumepokea kutoka Mombasa kwa jamaa aliyeitwa Ramadhan. Ramadhan ameibua swala muhimu kabisa ambalo kulingana na mimi ningesema kwamba swala la elimu linafaa lipewe kipaumbele kuliko jambo jingine lolote lile hapa nchini. Kwa sababu huo ndo msingi wa kila jamii duniani kote. Kwa hivyo tukipatia elimu kipaumbele, basi tutakuwa tunawezesha zile shule za C4 ambazo unapata wazazi wengi ambao wanalalamika kwamba hawana fedha za kwenda kule shule. Iwapo wangeweza kuhamasishwa na zile shule za C4 zipatiwe miundombinu ambazo zinawawezesha ku take care of those pathways ambazo wamepewa, basi wazazi watatamani sana kwenda katika zile shule za C4. Tutumie ule mfano ulikuwa umetaja kuhusu hapa Murang'a wa Ndindi Nyoro. Amesema kwamba day schools zote wanalipa shilingi 500. Hakuna kesi yoyote kwa ujuzi wangu nimeona kutoka Murang'a ambapo wazazi wanalia kuhusu watoto ambao hawajaenda shule na wanafunzi ambao wamekosa fedha za karo kutoka pale Murang'a. Sijasikia malalamisho yote. Tunatoka kwingine. Na Ramadhani ameuliza hilo swali. Je, wale wengine wanafanya vipi? Ambapo tunaweza tukasoma kutoka Murang'a ili tulete katika constituencies hizi zingine. Na hapo ndipo tutakuwa tunapatia elimu kipaumbele. Haya, kwa sababu naona muda kidogo unatukimbiza pia, tusikie sasa kutoka kwako Maina, na pia labda unapotoa kauli yako ya mwisho tukimalizia. Asante sana. Ningerudi pale mahali wazazi wanalalamika na ile classification ya mashule, na ningesema ya kwamba kwanza walimu ambao wako katika C1 schools ni wale walimu ambao wako C4. Walienda college moja, wakaenda university moja, wakafanyiwa retooling wote kwa pamoja. Lakini tofauti ya C1 na C4 ni infrastructure. Kwa sababu C4 ukiwaambia mambo ya laboratory wanasikia ni kama doto. Ukienda C1 unakuta wengine wana laboratories karibu 10 ziko pale idle. Kwa hivyo mwito wangu ni kwamba kama serikali ingeanza kwa chini, zile 22,000 capitation inapewa C1 ipewe C4, ile ingine inapewa C2 irudi hivyo ikipanda. Ile pesa ambayo inapelekwa C4 ya 9,000 sijui 7,000 ipelekwe kwa C1 schools, kwa sababu hizo shule tayari zimefikia kiwango ambacho sijui watafikiwa lini na C4 schools, kwa sababu walimu ni wale lakini hawana vifaa vya kufundishia, hawana mandhari, pia ni mbaya. Kwa hivyo ni lazima serikali iangalie mtindo wa kupeana capitation kwa shule. Lakini nikirudi nyumbani kidogo, ni kujiuliza tu, ukiangalia katika private sector for example, shule za private sector zingine ziko vijijini, lakini bado wazazi wanatoka mbali kuwapeleka watoto kwenye shule za kibinafsi. Nikisema kwamba sekta ya kibinafsi, na nikisema kama sasa sisi ACK Thika Memorial vile tunafanya, kama vile tumeenda tukachukua mikopo tukaweka infrastructure ambayo inatakikana kuimplement hii curriculum. Kwa hivyo hakuna vile mwanafunzi au mzazi ataleta mtoto kwa ACK aseme ya kwamba atakosa kufaulu katika ndoto zake. Na vile kama serikali ingefanya hivyo kwa zile shule za C4, na kuambia mambo yangekuwa tofauti sana. Kwa hivyo pengine nikimalizia, kwa sababu niseme la mwisho, ni kwamba pia ningetaka kuwaambia wazazi wale ambao wako na watoto wa grade ya 10 wawapeleke shuleni wakasome, kwa sababu wakifika huko watapatana na walimu wataendelea kujifunza. Na wale ambao pia wana uwezo pia wanaweza kujiunga katika shule zetu za kibinafsi, kwa sababu PPC sisi tumeegeza au tumewekeza fedha kiasi kwa sababu ya kujitayarisha. Tumeweka mabawa, swimming pools na infrastructures, laboratories na dormitories zile ambazo wanafunzi wanatakiwa kuwa nazo. Kwa hivyo vitabu tumenunua kwa sababu tumejipanga
Kwa hivyo wale wazazi ambao wana watoto bado wanaweza turudishia, watuletee, tutawafanyia haki katika kuwaelimisha. Naam. Kabla hujazungumza na kutoa kauli yako ya mwisho wa Shera, wacha tusikie Rais William Ruto. Unajua leo ako katika kaunti ya Meru. Sijui kwa nini mwalimu anacheka sana, lakini wacha tusikie rais anasemaje kuhusiana na juhudi za serikali kufanikisha mpito wa wanafunzi wa gredi ya 10 ambao hadi kufikia sasa umefikia 85%. Amezungumza mapema kidogo. Hebu sikiza mtazamaji. Tumeambiwa ya kwamba kuna watoto wengi hawajaenda shuleni kwa sababu mzazi hana pesa ya kulipa school fees, mzazi hana pesa ya kulipa uniform. Mimi nataka nitangaze from Meru, na mimi nataka nimweleze every chief, kila mtoto apelekwe shuleni. Kama mtoto ako na uniform ya JSS, hiyo uniform ya JSS anaweza kwenda kutumia kwa secondary school, akingojea mzazi wako apate pesa ya kununua uniform ya secondary school. Mtoto wa Kenya asibaki nyumbani kwa sababu ya uniform. No child, and let me repeat for our education stakeholders, I am directing that no child should remain at home because they do not have school fees. Every child must go to school. Kwa sababu tumetuma pesa bilioni 44 kusomesha watoto wetu. In any case, there is sufficient money for teachers, for our children to be taught in the first term. So every child, wawe na school fees, wasiwe na school fees. Wawe na uniform, wasiwe na uniform. Waende shuleni tomorrow morning. Na mimi nataka chiefs, na assistant chiefs, na members of provincial administration, every child in Kenya must report to school tomorrow because we have provided the money to teach all our children. Tunaelewana jameni? Kwa sababu elimu ni ya muhimu. Leo tumekuja hapa. Na mtazamaji, ni Rais William Ruto akizungumza kutoka gatuzi la Meru ambako hii leo anaongoza hafla ya mpango wa kuwawezesha vijana wa Nyota, na amegusia swala la elimu, swala la mpito wa gredi ya 10, hapo akitaja kwamba serikali itahakikisha kila mwanafunzi anapata nafasi ya kujiunga na sekondari ya ngazi ya juu. Lakini cha kusikitisha Bi Wachera ni kuhusiana na hili ambalo Rais William Ruto analizungumzia kuhusiana na sare za shule. Kwa sababu iwapo nakumbuka vizuri, ni mdahalo ambao ulikuwa umeshika kasi na moto sana hapa nchini Kenya kuhusiana na je, watoto hawa wa sekondari awali watakapoondoka grade 9 kuelekea grade 10 wataenda na mavazi au sare ambazo walikuwa nazo katika shule za sekondari awali wakati ambapo wanajiunga na sekondari ya ngazi ya juu. Kwa hivyo anapozungumza sasa na kusema kwamba mwanafunzi asisalie nyumbani kwa sababu ya sare, anazungumza vizuri ndio, lakini ina maana kwamba wakati ambapo serikali ilikuwa ikipanga mpito huu haikuona kwamba kutakuwa na changamoto hata unapotoa kauli yako ya mwisho. Yes, hata Bi Kilemi nikichukua wakati huu niseme hiyo, sioni kama ile anaongea itaweza kukua perfectly effected kwa sababu there is kwa nini shule zinaitisha uniform? Ni kwa sababu wewe kama mwalimu unafaa kujua wanafunzi wale wanafaa uniform. Hata ukiwapata in the marketplace, unaweza identify ni nani alikuwa anafanya uhuni fulani bahari fulani. Uniform inakuwaga ya kujua kwa one, identify huyo mtoto ametoka wapi na utaweza aje kumdiscipline. Hauwezi kuwa shule moja na uniform tofauti, lakini kwa sababu ni kauli imetolewa na mkubwa, hatuna la kusema, sijui tuongeze nini. Lakini hiyo mambo ya sahi ni kama inaonyesha kwamba preparedness, ile kujitayarisha, matayarisho hayakuwa yamekamilika vizuri. Ukiangalia vile mambo inaenda utajua matayarisho lakini niseme kwamba tunasemaga kwa kimombo, change is always resisted. Change will always be there and change is always resisted. Wakati change ina happen kuna kuwaga na hiyo kutoelewana, sitafahamu na mambo mingi inakuwa hapo katikati, lakini change itakuwa, lakini lazima
garamika. Kuna vile, na swali langu lile kubwa linakuja, wale ile darasa la kwanza hii pioneer group itasafa consequences ya ile mambo ambayo inaendelea wakati huu? Bila shaka itasafa consequences, na hata katika marketplace wakati wataenda career utaona hizo, kwa sababu kuna ile misses itakuwa hapo, kuna ile content hawataweza kupata ipasavyo na watatumiwa kama stepping stone ya wale wengine kupita, unaona? Na itawaumisa na itakuwa gharama kubwa sana, because hata wasasi wanasema, mimi ni msasi, na watu wanasema huko nje ya kwamba hawa wanatutafutia njia ya sisi kukuja baadaye tupite. Naam, asante sana. Wachera Githai ni mtaalamu wa masuala ya elimu ambaye pia anashughulika sana na elimu ya watu wazima, ukipenda ngumbaru. Asante sana. Gishuki Maina ni mwalimu mkuu ACK Thika Memorial Schools. Shukrani za dhati Paul Rangala, mkuu wa CBE kutoka shule ya All Saints School Embu. Asante sana kwako mtazamaji kwa kufuatilia kipindi, kwa mchango wako, kutupigia simu hapa studioni na hali kadhalika kuchangia kwenye mitandao yetu yote ya kijamii, bila kuwasahau wote waliofanikisha kipindi hiki, wakiwemo wapiga picha, mwelekezi wangu Kevo, mzalishaji Saimo, na vilevile wanahabari wetu kutoka kaunti mbalimbali. Nimekuwa wako Andrin Kilemi. Muda unatukimbiza, labda kwa sekunde 30. Ningechukua fursa hii kuhamasisha watu kuhusu adult education na kusema kwamba tumebakisha miaka 2 ndio 844 ishe, na tungeomba tafadhali ule mtu anataka hii fursa achukue hii fursa, arudi shule asome, apate hiyo certificate ya standard 8 ya mini ya form 4 kama ile inakuaga shule zingine. Haya, na hiyo inapatikana kwa adult education. Asante sana, hilo limeeleweka. Shukran sana. Na muda unatukimbiza jamani, wacha tu nifunge kwa sababu tuna taarifa za saa 7 mchana. Bila shaka mtazamaji, ni dhahiri shairi kwamba mjadala huu utazidi kuendelea hata baada ya kipindi. Nimekuwa wako Andrin Kilemi, tupatane chini ya dakika kama 6 hivi kwa taarifa zetu za saa 7 mchana. Kwaheri kwa sasa.